Karibu msikilizaji katika sehemu hii hapa ya 5 ya simulizi Mti wa Fiti na Matunda ya Chuki. Tulikuwa tumeishia nyumbani kwa kina Faina, walikuwa wanaongea kuhusu Muna. Jinsi alivyokuwa amempiga matukio ya basi siku hiyo. Na mwisho wa siku alimwambia Muna kwamba chagua gari hapo nje katika parking, hakikisha unachagua lote lisipokuwa benzina, utakalochagua litakuwa lako wala sio kubana kuazima. Muna kanyuka kumkumbatia Faina kwa nguvu. Sio kama ni furaha ya kupewa tu gari, ila ni ile furaha ya kuona kuna mtu ambaye anamjali akiwa kwenye nyakati ngumu na anapambania furaha yake. Sio Faina tu, ni watu waliopo hapo. Ila Faina ndiye ambaye alikuwa amembeba kama mama wake mzazi vile vile, licha kwamba wapo lika moja tu, ni vijana bado wadogo. Muna baada ya kujitoa kwenye kumbato alizungumza. Asante sana Faina. Asante wote kwa umoja na ukarimu mnaonyesha. Mpaka mnashangaa ujasiri wangu nimewezaje kufanya niliyofanya ni kwa sababu ya support yenu. Na mlivyonipa nguvu kwa ushauri wenu na kuniaminisha kwamba mko na mimi. Alisema Muna huko machozi yakimtoka. Wenzake walimtuliza na kuzidi kumpa moyo wakimkumbatia kwa zamu. Huu ni muda wa kufanya kazi zaidi ya kazi yako. Kazi yako haikupi pesa zaidi. Unatakiwa uwe na mambo yako ya kuingizia kipato ili mtu asije kukunyanyasa kama hivyo. Anakupokonya gari kwa sababu anajua kabisa una uwezo wa kununua gari kwa haraka. Ila kama mimi naweza hawezi kabisa kunyanyasa kisa gari au pesa, kwa sababu na vyanzo vyangu ya kuingiza. Ukiachana na kwamba anatambua kuwa kwetu hakuna shida ya pesa. Alisema Faina. Muna kama msikiliza kwa makini sana. Wewe si unauza, huwezi kukosa pesa kwa sababu unauza dada. Alisema Mailati ambaye haishiwi ujinga. Nini wewe? Wacha tunaongea vya maana nauza nini? Faina akamuuliza Mailati. Dada si unauza kitumbua? Alisema Mailati na kufanya wenzake wacheke tu. Basi ilikuwa ni zaidi ya burudani hapo nyumbani kwa kina Faina na Naza na hao watu vituko waliokuwa kwa nyumbani humo. Mimi director wewe ni Hussein Vumbi kwenye Karamu Simulizi Max ndo andaaji, YouTube channel Simulizi Max. WhatsApp ni 0677062012. Tunaendelea simulizi yetu hapa tuko katika sehemu ya 5. Wewe hauna akili. Ujinga unawaza muda wote. Alisema Faina akimwambia Mairati. Kwa nini pale kwenye biashara yako hamuuzi kitumbua? Mairati alimuuliza Faina. Sio kitumbua, sema vitumbua. Ndio wewe unauza kitumbua. Hamida anauza kitumbua, Hidaya anauza kitumbua, Amina naye pia anauza kitumbua. Wote mnauza vitumbua. Hata Joa ana bahati ameacha ila alikuwa anauza kitumbua. Wewe usituchoshe bwana, alisema Joa. Kwa hiyo tukiachana na huyo kichaa, pointi uwe na kazi yako mwenyewe ambayo unaona itakufana kuingiza kipato. Nikisema kazi na maana ya kama biashara, alisema Faina. Mimi walimu ni kazi ambayo baba ndiye ambaye alikuwa anapenda niifanye. Ila mimi binafsi nipo kwenye upishi. Na wazo langu nilikuwa nawaza kufungua mgao ambao wenyewe unadili na pilau na biliani tu. Yaani hapo kutapatikana pilau la kila aina na biliani la kila aina. Sio chakula cha aina nyingine yote ile. Muna aliwasilisha wazo lake kwa wenzake. Wazo zuri sana. Hakuna mgao wa aina hiyo saya yote hii. Hata hivyo sema biliani nazo sio nyingi sana. Hiyo utapiga pesa. Kabisa aliunga mkono. Ya hiyo ni nzuri. Kama mtandao wetu ya fashion ikikuwa tutakuwa tunafanya promotion ya biashara yako. Hiyo ni kama support kuzidi kukukuza. Alisema Joa. Hata kwa sasa hivi page ya Fai Tamtamu ni kubwa sana. Ile ya Instagram ina followers 800,000. Ya FB milioni 1 na upuzi. Ya Snapchat ina 300,000. Ya TikTok ina milioni 1 pia. Hizo kurasa tunatumia kukuza zaidi hiyo biashara mpya utakayoifungua Muna. Alisema Eva. Hata wewe mwenyewe kurasa yako ni kubwa, ina wafuasi 600,000. Shakira alimueleza Eva. Mimi sina shida. Na posti biashara zote kama navyoposti bidhaa za Tamtamu. Alafu ni kweli. Kumbe hayo masuala ya Joa ya fashion tunaweza hata kushare kwenye hizo page zote na itakuwa kwa haraka sana. Kwa hiyo tunaweza hata kufanya mambo yetu yote ya kuyakuza kwenye hizi page zetu. Alisema Faina. Nipe page moja ni posti picha za ngono. Hiyo itasaidia kukua. Mairati yeye alikuwa anaendelea kuongea ujinga kila dakika. Hebu tuache ngombe wewe, alisema Joa. Kwa hiyo utaacha kazi ya walimu? Eva alimuuliza Muna. Sitoacha, ila kwa sasa hivi nachukua likizo kidogo. Nilishazungumza na mkuu wa shule. Muda huo nitautumia kuandaa biashara zangu. Japo jana mimi na Faina tulipanga likizo iwe ya kutuliza akili, ila kwa sasa hivi nitaitumia kuandaa mazingira ya biashara, alisema Muna. Kitu ambacho nimeona kwa mfano wewe Muna hapo, unaomba nzuri sana la fashion. Kwa hiyo kituo cha fashion cha Joa, kituo cha fashion za Stara, nadhani kwamba unafaa sana kuwa ndo modo wa fashion zake, alisema Mariamu. Sio Muna tu. Sio Muna tu. Sisi hapa wengi wote. Sio Muna tu. Sisi hapa wengi wetu. Kwanza sio wengi wetu tu. Wote hapa tuna mionekano mizuri na miili mizuri. Tunaweza kupambania hicho kipindi. Sijui ni kituo.
Tutaanza sisi wenyewe na tunaweza, alisema Hamisa. Kweli. Kwanza kuwashawishi hao watu wa fashion wavae stala wakati wamezoea fashion za uchi ni kazi. Tunaanza sisi wenyewe. Kisha tukipambania ikikuwa kubwa, wao ndio watakuja na sisi tutakuwa tunafanya nao kazi wakiwa wanatambua kazi zetu zinaendaje. Shakira alikuwa ameunga mkono. Kweli. Ila Muna itabidi kwenye fashion za nikabu kwa sababu ya kuepusha migogoro na mumewe, alisema Faina. Kwa hiyo ndo hatomjua? Akauliza Rehema. Lazima atamjua, lakini nitampunguzia hasira kwa sababu sura haionekani. Pia kuna Hamida naye ana umbo zuri na mwili, hata Hidaya pia. Sio hao tu, na wewe pia. Joani kwa amemkatisha Faina na kumwambia kuwa naye anafaa. Hapana, mimi ni mama mtu mzima. Faina aliruka hoja. Kwendra, kwa umama gani binti mdogo hata miaka 27 ufiki wewe? Wote wakampinga Faina. Kwanza kile kipindi tunavaa nguo vya uchi ulikuwa unapendeza hadi wanawake wenzako tukana na kutamani bwana. Kwa sasa hivi unavaa stara bado hadi wanawake wenzako ukipishana nao wanageuza shingo. Wewe tunakutaje kwenye kituo chetu cha fashion? Eva alikuwa amemwambia Faina. Haya sawa, ngoja nimwambie mume wangu kama atakubali, alisema Faina. Wewe nipe na Lena hata dakika 15 tu, lazima atakubali, alisema Mairati. Man, wewe. Faina alimtukana Mairati. Upande mwingine wa simulizi. Mchana huo Minazini Drive Zone ilikuwa na heka tofauti. Ule utulivu wa kawaida wa gereji, harufu ya oil iliyozoeleka na sauti za mashine zikigongana au kuonekana. Badala yake palikuwa pana mazingira ya kitaalam, makabrasha ya mikataba na skrini kubwa iliyokuwa tayari kuonyesha ripoti za kampuni. Minazini Drive Zone ilikuwa imebadilika kuwa corporate headquarters halisi. Nazani mwenyewe alikuwa katikati ya yote, japo yeye ndiye bosi na mwanzilishi wa kampuni. Hakujiona hivyo, aliendelea kuishi na wenzake kama familia, kama marafiki waliotoka chini pamoja. Mawazo yake yalikuwa rahisi. Hakuna ukubwa kati yetu. Tumefika hapa wote. Lakini wafuasi wake Rock, Dennis, Gora na Mkude walimuona kama mwanga wa maisha yao, hasa kwa kuwa hao wote walitoka kwenye maisha ya shida kabla ya Naza kuwavuta kwenye ndoto yake ya magari. Wana kumbukumbu ya kuwahi kumsaliti na kumfanyia ubaya wa kumdharau na kumzalisha tokea kile kipindi wao ni Naza na Naza ni wao. Upande wa pili alikuwa amekaa wakilishi wa kampuni kubwa ya utalii Safari Njema Tourism, kampuni iliyokuwa inaheshimika sana nchini kwa miaka mingi. Wanaonekana wamevalia vizuri kiheshima, walikuwa serious sana na mkutano au kikao hicho. Safari Njema walikuwa wanahitaji kuingia makubaliano na kampuni ya Minazini Drive Zone kwenye kusafirisha watalii. Minazini Drive Zone wao waliwajikite kwenye masuala mazima ya usafiri. Rock ndiye ambaye alikuwa ameanzisha mashambulizi ya hoja. Alizungumza kwa sauti ya kujiamini akiegemea kiti, mikono juu ya meza. Naomba mrejee kwenye sehemu ya logistic capacity. Mmekuwa mkitoa namba tofauti kila tukipitia kwenye slide. Ni ipi ya mwisho? 40 vehicles capacity au 26? Wakilishi wa Safari Njema walitazamana. Actually tungependa, lakini hawakumaliza. Mkude akadakia. Hamueleweki. Hii partnership sio mchezo, ni mabilioni ambayo yanaongelewa hapa. Msilete vitu vya kutupigia hesabu bubu hapa. Gora ambaye daima alikuwa ni mkimya na makini akatupa karatasi mezani. Hii takwimu ya fuel projection ni kopi ya kampuni nyingine. Mmeiharibu mpaka wote maki bado ipo. Mnatuchezea akili au? Wajumbe wa Safari Njema walibanwa mdomo, sijui ilikuwa ni vipi, ila walifika kwenye kikao bila hoja. Dennis akiwa na tabasamu la kitoto lakini usiliasi wa maneno. Kabla tujaenda mbali, mmejiandaje kwa risk assessment? Aina usafiri tunaozungumzia unahitaji assurance kubwa sana. Mimi sijaiona popote. Mkude, Gora, Dennis na Rock, hao watu walikuwa makini kuhusu hii kampuni, kuhusu Naza pia. Hawakuhitaji siku itokee kampuni kuanguka au Naza kupata misukosuko yote ya kikazi. Kikubwa zaidi walichukua kampuni hiyo kwamba ni yao kabisa. Kikao kilianza kudidimia, wenyeji wa Safari Njema Tourism walipigwa butwa, lakini kilichowamaliza kabisa kilikuwa ni Koba. Koba, ukiachana tu kuwa ni mtu muhimu kwenye familia ya Naza, ukiachana kuwa ni mlevi anayeheshimika kwa kipaji cha ki-engineering, ila Koba ni sehemu muhimu pia ya kampuni, hasa kwenye umakini na mikataba na madili yanayokuwa nakuja mezani. Huaga anatambua madili yasiyokuwa na maana mapema mno. Kwa macho yake alikuwa makavu makali na sauti yake ikawa tulivu lakini nzito kama ya profesa wa chuo kikuu. Je, mnajua operational rifle span ya fleet yenu? Na kama mnajua, ni kwa formula ipi mliipata? Maana ninyi hapa mnazungumza average, lakini hakuna parameter hata moja mlioisema. Hawakujibu, hakuna mbali kwa anaweza kutoa jibu. Swali la Koba kwao lilikuwa ni kama jabari zito.
Mnazungumza kuhusu kuwa tayari kufikia standards za kimataifa. Ni nzuri. Sasa hebu niambieni, ni codes gani ya safety protocols mlizoweka kwenye vehicles zenu mpaka mlizosema mta export kwetu? Nitajie tu hizo mbili tu. Kimya kilitanda. Wafanyakazi hao wa Safari Njema Tourism walitazamana na mwenyekiti bila hata majibu. Koba alitabasamu kidogo. Ni kawaida yake kufanya hivyo, ila watu hao, hasa mwenyekiti wao, alitafsiri kuwa ni kejeli na dharau. Hivi nyinyi mnaelewa kweli hii partnership ni kazi gani? Maana kwa jinsi mnavyojibu, sio kwamba hamkujipanga, la, inaonekanika kwamba hamjui hata mnachokifanya. Sasa kama hamjui mnachokifanya, mnategemea tuwape nini sisi? Koba kaendelea kuhoji kwa hoja nzito tu. Mwenyekiti wa Safari Njema Tourism, Madam Gay, na mwanamke kijana mrembo aliyekuwa na umri wa miaka 32 tulitulia kimya. Kwa nje alitabasamu, lakini ndani alikuwa amechukia sana. Alichukia jinsi ambavyo Koba aliwafanya wajisikie wajinga. Aliona ni dharau kubwa sana wanazoletewa na Koba. Mbaya zaidi, alikuwa anatambua nje ya ubora wa Koba kazini, ila ni mlevi tu. Kwa hiyo alichukulia kudharauliwa na mlevi kama Koba. Kikao kilivunjika kwa ukimya wa aibu kutoka upande wa Safari Njema. Naza ambaye yeye hakuwa mtu wa maswali mengi alisimama na kusema, "Mkijiandaa tujulisheni, kwa sasa hivi hatuwezi kuendelea." Wakatoka nje. Koba kama amegeukia kidogo na kusema bila hata huruma, "Wakirudi na akili zao waje. Kwa sasa hivi hatuna muda wa kupoteza." Wote wakacheka kidogo, ingawa walijua walikuwa ndani ya biashara nzito. Walipokuwa wakisambaratika, msichana mmoja kijana kutoka Safari Njema akamfuata Naza kwa heshima nyingi sana. "Samani Madam J anakuita, naomba mkazungumze ofisini kwake." Anasema kwamba mazungumzo ya dakika kadhaa tu, kama dakika 10 hivi. Majengo na ofisi za kampuni ya Safari Njema hazikuwa mbali, ni mita 600 kutoka Minazini Drive Zone. Wenzake wakamwangalia Naza. "Kamsikilize, sio tuko hapa," Roka alimwambia Naza. Naza aliongozana na mwanamke huyo mpaka kwenye jengo la Safari Njema. Mwanamke alimuongoza Naza mpaka kwenye mlango wa ofisi ya Madam J ambaye tayari alishatangulia ofisini kwake. Naza alibisha hodi. "Pita tu." Sauti ambaye ni Madam J Naza alikuwa ameitambua ikimkaribisha ofisini. Mlango ulifunguliwa. Picha ambayo ipo ndani ya chumba hicho ilimshtua kama radi. Ndani ya ofisi yenye marashi mazuri, mapazia ya bei ghali na kiti cha ngozi cha gharama, alimkuta Madam J akiwa tupu kabisa, bila nguo, bila aibu, akiwa amekaa kwenye kiti chake, huku katanua mguu mmoja kwenye meza na mwingine kwenye mkono wa kiti. Naza alibaki kutumbua macho kwenye macho nayo hayana pazia, litua katikati ya mapaja ambapo shamba la bibi lilikuwa limetuna. Madam J alikuwa analichezea shamba lake kwa kiganja cha kushoto. "Madam J, haya mambo gani haya?" Naza alikuwa amezungumza kwa sauti ya mshangao kana kwamba ni mtu aliyekuwa ameshuhudia simba na taga. Madam J akamtazama Naza kwa jicho laini sana, huku akiendelea kujitofya kitumbua chake au shamba la bibi. "Karibu Naza, nimekuomba tuzungumze," alisema kwa sauti iliyokuwa imejawa hisia ya kile alichokuwa anakifanya na anaonekanika kuhitaji. Naza alitabasamu tu, sijui hata kama alipenda au ni vipi. "Madam Tazari, hebu vaa nguo kwanza. Hii sio heshima. Hii ni fedha kwa kampuni yako, kwa jina lako na hata kama makubaliano yote ambayo tunaongelea." Naza alikuwa amemuelezea Madam J huku akiwa anamtumbulia macho vile vile. "Bana we." Naza akaendelea kumtazama Madam J na Madam J naye alizidi kujishebedua tu. "Naza, weka pembeni heshima, fedheha na kila kitu. Ukweli ni kwamba hata hicho kikao hakikuwa na umuhimu kama hitaji langu kwako. Na kuhitaji sana, na kupenda mno, na mwaka wa 4 sasa na kufuatilia. Nimegundua wewe ndiye mwanaume ambaye una kila kitu ambacho nataka, kuanzia muonekano mpaka tabia zote hadi akili," alisema Madam J akiwa ameacha kujichezea kitumbua, ila aliongea kwa sauti ya huba kumwambia Naza. Madam J aliwakilisha hisia zake kwa Naza. Ukweli ni kwamba wanahitaji ushirikiano wa kikazi kampuni yao na Naza, ila hitaji la Madam J kumtaka Naza ni kubwa kuliko hitaji la kazi. Hata hicho kikao ni njia kuonana tu na Naza, na ndio maana hata hawakujipanga vizuri, kwa sababu nia ya kweli ya Madam J ni kumpata Naza na sio kusaini mikataba ya kazi. Naza alimsikiliza Madam J ambaye alikuwa amekaa kwenye kiti bado ametanua miguu na kuacha shamba la bibi wazi kabisa. Mwili alikuwa nao mzuri sio kidogo. Umejitenga vizuri kuanzia maziwa mpaka kwenye shamba, na ngozi yenye mvuto mkubwa sana. Mapaja ndio usiseme. Tokea Naza alipoona tu maajabu hayo ya mtu mzito kama Madam J kumkalia uchi, alitoa simu yake na kuishika mkononi, ila kamera ya simu zikaelekea alipo Madam J. Ila Madam J hakuwa na muda wa kutazama simu ya Naza, alikuwa busy kumshawishi kwamba ujui mimi ni mume wa mtu au ni kitu gani. Naza alimuuliza Madam J akiwa serious sana.
Naza alikuwa hasomeki ndio tatizo. Dakika moja na tabasamu, mara yuko serious. Haijalishi Naza, kuwa na mke sio tatizo la mimi kukuelezea hisia zangu ama kuwa na wewe. Nitakupa chochote kile, nipo tayari hata wewe ndo uwe CEO wa kampuni, ila mie niwe na wewe tu. Na kweli mke wako hatojua hata kidogo. Madam J alikuwa ameendelea tu kujimaliza mbele ya Naza. Madam J, utakuwa na pepo la ngono labda, kama sio jini mahaba. Kumweleza mtu hisia zako ndo unakaa uchi hapa. Unamwesha nani uchi lako lenyewe kama la bibi Kizee hapa? Unalichezea tu kama vile unapiga kinanda cha wimbo wa mizimu. Huna aibu mwanamke wa aina gani wewe? Mwanaume mwenye akili timamu anawezaje kuwa na mwanamke mpuuzi anayejitiatia midole mbele ya mwanaume? Mwanamke uone thamani ya uchi wako, unavua tu nguo alafu unalopoka konyo. Pimbi wewe. Vaa nguo, nikitazama huo mshimo wako nahisi kutapika kabisa ng'ombe wewe. Watu wana maziwa ile wewe una bahari na mito. Nadhani aliamua kumtolea uwewe Madam J. Ilikuwa ni aibu na fedheha, ila Madam J hakutaka kudhalilika kinyonge. Alipanga kumnasa Naza kisha atakuwa kamfunga mdomo kuliko kumuonyesha utupu wake kisha aondoke. Alihisi angeenda kumtangaza. Madam J alinyanyuka kwenye kiti akiwa anajitahidi kuficha aibu yake na fedheha. Alianza kumfuata Naza taratibu kwa kuwa anaongea kwa sauti ya upole. Naza, unajua mwanamke akipenda yuko radhi kufanya chochote kile, kujidhalilisha vyote vile ili apate tu anachokitaka tu. Awe sikia, umeona hii simu? Nimekurekodi ujinga wako wote na maneno yako ya kishenzi. Sasa na save hii video, alafu kinachofuata naingia Insta live ili kuonyesha dunia kama wewe ni mpumbavu wa mwisho kabisa mwenye pepo la ngono. Alisema Naza huko akiwa ameshika simu yake ikionekana kuibofya. Madam J alishtuka vibaya sana, mapigo ya moyo alienda mbio, jasho likamtoka mpaka kwenye meno. Hii ilimshtua, hakuwaza kabisa kama kuna simu na mitandao ya kijamii. Akili ilimrudi, akatambua alifanya makosa kutokuzingatia simu. Akajiachia na kucheza tumbo lake mbele ya kamera ya simu, na sasa nyuchi zipo kwenye simu ya Naza. Alichelewa sana kufikiria mwanamke huyo. Naza, sorry. Usifanye hivyo tafadhali. Madam J alikuwa amepiga na magoti kabisa akimwomba Naza asiingie live. Eva nguo zako sampuzi wewe. Navaa. Naza, samahani sana. Naomba ufute hiyo video tafadhali. Ni shetani alikuwa amenipitia tu jamani. Alisema Madam J huku akiwa anabeba nguo zake chini ya uvungu wa meza. Hii sifute. Usije kuingia kwenye maisha yangu hata kwa bahati mbaya. Huo ndio usalama wa hii video. Alisema Naza na kuondoka zake akimwacha Madam J akihangaika na nguo zake. Twende upande mwingine wa simulizi. Hapa sasa tunamuona Shomari. Shomari alifika mtaa Kiganjani mida ya mchana. Safari kutoka uwanja wa ndege haikumchosha hata kidogo. Mara nyingi aliposafiri kutoka nje ya nchi hakupenda kwenda kupumzika nyumbani kwake kwanza, ila leo nyumbani kwa Faina ndipo palikuwa kituo cha kwanza. Hapo ndipo moyo wake huzoea, ndipo familia yake ipo, na ndipo upendo unapopumua. Toyota Hilux yake mpya pickup ya rangi nyeupe iliyokuwa inang'aa kama imepakwa mafuta iliingia kwenye uwanja mdogo wa nyumbani kwa Faina kwa taratibu. Gari lilikuwa limejaa hadi juu mizigo ya zawadi aliyotoka nayo nchini Hanaka. Alihakikisha hakuna mtu katika familia ambaye alikuwa amemsahau kwenye zawadi. Alipofungua mlango wa gari akashuka, macho ya watu waliokuwa wako nje yakijaa furaha ya ghafla. Faina alikuwa mlangoni, Rehema na Mariamu walikuwa kwa jikoni wakicheka. Eva alikuwa sebuleni akipiga simu. Joha na Shakila walikuwa wakipanga vitu vya mili. Mairati na Agata walikuwa kwa upande wa bustanini wakipiga story. Waliposikia kishindo cha mlango wa gari kufungwa, wote wakageuka kama wapo pamoja, na ule uso unaotambulisha uso wa Shomari ukaonekana. Shomari! Sauti za wanawake zikamkaribisha kwa nguvu. Alitabasamu sana, lile tabasamu ambalo watu wa familia hiyo walikuwa wamelikosa kwa muda. Acheni kunipigia kelele jamani, nimerudi tu, alisema huko anacheka. Faina alimkimbilia kumkarimu Shomari, rafiki yake wa zamani na shemeji yake wa sasa. Karibu shemeji, karibu nyumbani, alisema huko anamkumbatia kwa furaha sana. Rema na dada zake wa damu walimfuata wakamvuta huko akiwa anamchapa vibao vya utani mgongoni. Mbona safari huku toa taarifa? Tungekuandalia chakula cha maana hapa, Mariamu akasema. Shomari akaweka mikono juu. Sitaki maandalizi yote, nataka familia yangu tu. Hata maji ya baridi yanatosha. Akaelekea kwenye pickup yake akafungua sehemu ya nyuma. Ndani kulikuwa kuna maboksi, mifuko mikubwa na begi la zawadi lilikuwa limeandikwa Hanaka Premium Gift Shop. Akiwatizama wote na kusema, safari nzima kikazi, ila moyo wangu ulikuwa unawaza tu nyie watu wangu. Nimewaletea kila mtu zawadi.
Macho akang'aa. Eva akapiga kelele za furaha, Joe akacheka kama mtoto, Shakila akapiga makofi, Hamisa akamshika mkono akisema, unapendwa sana wewe, sio kawaida. Yaani umekuwa na moyo msafi sana. Mmoja baada mwingine walitoa mizigo, wote wakaingia ndani na kukaa sebuleni. Shomari akawagawia zawadi kwa umakini sana, akimtaja kila mtu kwa jina. Rema, hii ni kwa ajili yako. Mariam, hii hapa. Faina kwa shemeji yangu mrembo. Eva, Joa, Shakira, Mairat, Agata, Hamisa. Hata wewe Muna, zako pia zipo. Nimekuhesabu shemeji yangu. Muna nali kwa amefurahi sana, maana aliona kama vile hausiki, kumbe Shomari alikuwa anatambua, ameshamtambua kwenye zawadi zake. Vicheko vilijaa, harufu ya upendo ikajaza hewa. Wakati zawadi zikiwa zinapakuliwa, mlango wa mbele ukafunguliwa ghafla. Mili akiwa katika sare zake, jaketi lake la mvua, nguo za shule na begi lake likining'inia bega moja, aliingia sebuleni akiwa na Lei. Mili alipomwona Shomari, macho yake aliwaka kama taa. Baba mkubwa! Alitupa jaketi lake na begi akakimbia kwa kasi kweli kweli. Shomari akusubiri. Aliupokea ule mwili mdogo kwa nguvu na kumuinua juu angani, akimzungusha mara mbili kama alivyozoea. Huyu ndiye shujaa wangu, Miri wangu. Haya, njoo basi unikumbatie vizuri hapa, alisema kwa anamshikilia kwa nguvu. Miri akacheka sana. Ile kicheko cha kweli, kicheko cha mtoto mwenye furaha moyoni. Umeniletea zawadi? Akauliza huko anacheka. Hapana, nilikuja tu kuangalia. Shomari akajibu kwa utani. Miri akaweka mkono kiunoni, akajifanya kama ameudhika hivi. Hapana, huwezi kuja tu bila zawadi. Boko mkubwa sana wewe. Hapana, huwezi kuja bila zawadi. Boko mkubwa sana wewe. Boko mwenye mapesa yake mjini. Watu wote wakacheka hadi machozi. Mili akazidi kumbana babake mkubwa kwa utani. Shomari akasema, sawa basi sawa. Zawadi yako niliweka mbele kabisa yani. Yaani ule mfuko mwekundu, chukua yote ni yako. Mili akapaa kama ndege kwenda kufungua mfuko. Ndani kulikuwa kuna vitu vya watoto vya gharama, kakiseti za michezo, toys 2 kubwa na sanduku dogo lililojaa chokoleti. Yes! Mili akalia kwa furaha sana. Lei naye akamkumbatia Shomari pia. Karibu home bro, tumekumisi sana. Shomari akamvuta karibu. Mrembo wangu, na wewe nina zawadi zako maalum sana. Ule mfuko kijani wako. Familia nzima ilikuwa imejaa furaha, vicheko, utani na shangwe. Hata wale ambao walikuwa wamekaa pembeni kwa Mairat, kama Mairat na Agata, walihisi joto la familia hiyo lilikuwa linawavuta karibu zaidi. Sebule ilifurika simulizi za hanaka, harufu za chakula cha mchana, kelele za furaha za muziki mdogo uliokuwa ukicheza. Ni kama nyumba nzima ilipata pumzi mpya. Familia ilikuwa imeshiba upendo. Shomari alibadilika sana kutokea apewe msamaha na Naza na kuanza maisha mapya. Alipewa mtaji huku akiwa anasoma chuo, na kila hatua Naza alimsapoti. Kwa sasa alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa anayemiliki viwanda 3. Kiwanda cha maji, kiwanda cha soda na kiwanda cha sabuni. Ni tajiri mkubwa ndani ya Sayadi. Shomari alikuwa ana chumba chake hapo nyumbani. Baada ya kula alienda kujipumzisha kwenye chumba chake. Hakuwa na hamu sana ya nyumbani kwake kama hamu ya hapo kwenye hii familia ambayo ni sehemu kubwa furaha yake. Majira ya 2 usiku, Shomari alikuwa yupo kwenye bustani akiwa na Naza ambaye alirudi mapema sana kwa sababu ya ndugu yake huyo ambaye alipewa taarifa ya ujio wake. Baada ya salamu walipiga story nyingi sana ndugu wao wawili, na walifika kwenye story ya Madam G. Naza hakumweleza mtu yoyote ile kuhusu Madam G, ila alimweleza kaka yake huyo Shomari kwa sababu wao ndio wanaelewana sana. Na Shomari mtunza siri mzuri sana. Tofauti na wakina Loko, kama angewaeleza lazima wangemwashia moto Madam G kwa sababu wakina Loko hawanaga la kusubiri wale. Stories zikaendelea. Wewe hujakuwa mdogo wangu. Kwa hiyo unamweleza mdada watu hana maziwa ila ana bahari. Anachezea nyuchi kama vile anapiga kinanda cha mizimu. Shomari alicheka mno. Ila nimependa ujasiri wako. Shemeji kapata mume kama mimi nisingetoboa isi hata kama ningelikuwa na mke mzuri nini. Pia umefanya vizuri kumrekodi. Halafu sasa unadhani kwamba nilimrekodi kweli? Nimemjambisha tu, sijarekodi chochote kile. Na zamana mzee wa akili mingi sana. Kumbe umemtisha tu, alisema Shomari. Ndio hivyo bwana, yule damu mshenzi sana. Wagalia story zao huku Shomari akicheka sana. Wagalia story zao huku Shomari akicheka sana. Story ya Naza ilimfanya acheke sana. Vipi Abasi na amesemaje? Shomari akamuuliza Abasi. Kama mpumbavu sasa hivi. Kapata demo mpya na mzarau kabisa mke wake. Jamaa kapata na nini? Upande mwingine wa simulizi.
Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida, upepo ukapiga, hata mbwa wa mtaani pia hawakubweka. Anga lilikuwa kama limekufa. Ndani ya Sarong'ombe, mtaa ambao upo kimya sana, mtaa ambao una watu wachache mno kwa sababu ya watu wengi walikuwa wamehama huo mtaa. Kisa ni sifa kuu ya mtaa huo, uchawi na wachawi. Ndani ya jumba moja la kifahari sana ila la kutisha, ndani yake ulikuwa kuna ukumbi mmoja mkubwa uliokuwa umebeba kilinge kikubwa cha uchawi mweusi. Kilikuwa kimemulikwa na mwanga wa mishumaa mikubwa ya damu. Mishumaa ambayo haikuungua kwa moto wa kawaida bali kwa moto wa roho zilizotolewa kafara. Nduma, wakore na ngore nyeusi, wachawi waliokamilika, walikuwa wameketi katikati ya ukumbi wa jumba hilo la kichawi mwalo wa giza. Jumba hilo lilikuwa la kifahari, ukuta wa dhahabu nyeusi, dari lililokuwa limetengenezwa kwa mifupa ya simba na tembo, sakafu iliyokuwa imechorwa mihuri mikubwa ya uchawi. Lakini pamoja na uzuri huo wa jumba hilo kulikuwa kuna kitu kingine, kitu cha kutisha. Ukuta ulikuwa na hema kama una roho. Dari ilikuwa ikitetemeka kimya kimya, na mara kwa mara sauti ya mtoto kulia ilisikika ndani ya giza bila hata kujulikanika ilipotoka. Ni hapo ndipo Ngole alipomgeukia Nduma kwa hofu isiyo ya kawaida. Nduma, nguvu zako zimezidi. Ndani ya muda mfupi sana sisi wote wachawi, lakini sasa wewe unaonekana kama mfalme wa giza. Ngole alikuwa ameshangazwa na uwezo wa mwanadada Nduma. Wote walikuwa wamefuzu pamoja kuwa wachawi wakubwa, ila Nduma alionekana kuwa na nguvu kubwa zaidi. Hata hilo jumba ni sababu alilitengeneza ndani ya muda mfupi tu, akitumia nguvu za kichawi. Yaani aliwaamuru wachawi wengine watengeneze jumba hilo kwa haraka sana. Nduma hakutabasamu, alikuwa amejinamia tu kwenye kitabu ambacho Joka, Kasumba na Sanura Kataroho walikuwa wamewapa kwa ajili ya kukitumia kufanya uchawi zaidi ambao umeandikwa kwenye kitabu hicho cha kichawi. Sanura na Joka hawakujua. Nduma alisema kwa sauti nzito ile ya kike, kitabu hiki hakitakiwi kusomwa tu, kinatakiwa kubebwa. Kinataka damu, kinataka mtu mwenye njaa ya nguvu kuliko hofu. Hichi kitabu ndicho kinachonifanya mimi kuwa na nguvu zaidi. Alipoinua kichwa, macho yake hayakuwa ya binadamu tena. Yalikuwa ni mekundu kama makaa ya moto, na mishipa usoni mwake ilionekana kama nyoka wadogo wakitembea. Ngore alijikuta akarudi nyuma bila hata kujitambua. Japo yeye ni mchawi, ila Nduma alitisha zaidi. Nimekuwa nikibadilika kila siku, unazidi kwa kitu kingine, Ngore akasema kitetemeka. Hichi kitabu kimenionyesha jinsi ya kuwa na nguvu zaidi. Nimejifunza kufuata hatua kwa hatua. Ninachotaka ni kuwa na nguvu zaidi. Nataka kuwa zaidi ya Sanura na Joka. Wote nataka wawe chini yetu. Sauti yake inazidi kuwa nzito mpaka anapotea kwenye sauti ya kike. Kwa wiki yote alikuwa anafanya kazi ya kuvuta viumbe vya kutisha kutoka kwenye ulimwengu wa giza, viumbe ambao tutawatumia kwenye kazi zetu, alisema Nduma. Nduma alicheka kicheko kifupi cha kutisha ambacho kilikuwa kinatikisa mishumaa, kisha akapiga makofi mawili hewani papa, huku akiwa anaongea maneno ya kichawi. Amburusongu Sagarumbata Jakarasa Zemuzemwa. Hapo jumba likawa limetikisika na hadi zikapasuka kutoka ndani ya ufa ambao ulikuwa umejijenga baada ya ardhi kupasuka. Moshi mweusi ukapanda juu kwa kujiunda umbo la kiumbe cha ajabu sana. Kilikuwa na miguu minne, macho manne na meno kama ya mamba. Huyu anaitwa Jibwakumbu. Kiumbe kilitoa sauti kama mungurumo wa simba ukichanganyika na ubwekaji wa mbwa. Ngore akarudi nyuma akiwa na hofu ya ajabu, japo yeye ni mchawi pia, lakini hiyo ilimtisha. Nduma, umeanza kutengeneza viumbe vya ajabu? Ngole alikuwa ameuliza akiwa na hofu. Nduma hakumjibu, akaendelea maneno yake ya ibada za kishetani huku akipiga tena makofi. Mpasuko mwingine ukatokea. Safari moshi mzito mweusi ulijiunda na kuwa kuku mkubwa wa urefu wa mita 2 akiwa na rangi zake nyeusi, macho yake yakiwaka kama moto wa jehanamu. Huyu ni kuku Zumba, mwindaji wa roho za wanawake. Ngore japo alikuwa ameshtuka sana, ila aliona raha, maana upande wao unazidi kuwa na nguvu za kutisha. Nduma hakuishia hapo. Kwa mara ya 3 alipiga makofi 7, moshi mkubwa mweusi kujitengeneza umbo la ajabu. Akatokea kenge mkubwa wa ajabu ambaye alikuwa na miguu kama ya paka, macho meusi kama kiza cha usiku mnene na meno marefu.
Huyu ni Dubusa, mla damu za watu. Jumba lote likawa limetikisika, mishumaa ikawaka kwa mwanga mkali sana hadi kuta za nyumba zikatoa sauti ya kulia kama binadamu anayeteswa. Nduma, hii nguvu inatoka wapi? Hata joka Kasumba hana uwezo. Nduma kama inuka polepole, akachukua kitabu na kiweka juu ya moyo wake, kisha kajibu kwa sauti ya kutisha ambayo haikusikika kama sauti ya binadamu tena. Nimekueleza kuwa ni hichi kitabu. Nataka kuwa malkia wa wachawi. Hakuna joka, hakuna sanula, hakuna mtu. Nitawapita wote. Ni mimi kisha wewe, wengine wote watafuata. Aligeuka ghafla kama mtizama Ngore, macho yake yalibadilika rangi hadi nyeusi kabisa. Na kazi yako ni kwenda kuharibu biashara ya Faina. Chakula kinuke, kitoe wadudu, kila mtu achukie. Wewe nenda. Mimi nitaendelea kutengeneza viumbe hadi nifikie ngazi ya mwisho. Ngore sasa alikuwa amefurahi zaidi, maana walikuwa huru kufanya wanachokitaka bila kumtegemea mtu mwingine. Wakainuka taratibu, akitembea kwa kujiamini sana. Lakini Nduma, hawa viumbe ni wa nini? Nduma katabasamu kwa mara ya kwanza, tabasamu la giza. Kazi yao ni kuwaua Joha, Eva, Agatha na mwenyewe Faina. Na pia watatuletea watu wengine kama kafara. Nataka nguvu zaidi, zaidi na zaidi. Giza likazidi kutanda. Ngore akatabasamu kisha katoweka kichawi, akitupa unyayo wake wa mwisho kwenye sakafu ya damu. Katika jumba lile, Nduma akainua mikono yake juu na kuimba maneno ya kichawi. Viumbe vyote vitatu, Jibwa Kumbu, Kuku Zumba na Dubusa, vikapiga kelele za kutisha, kelele zinazoweza kumtoa roho mtu dhaifu. Usiku ule hewa ya Sayadi ilibadilika. Kulikuwa kuna kitu kikubwa, kitu kibaya, kitu kisichoweza kuzuilika. Uadui wa kutisha ulikuwa unakuja kwa kina Faina, na haikuwa uadui tu wa kawaida. Huu ulikuwa ni uadui wa giza, wa damu na viumbe vya kuzimu. Twende ndani ya Faita Mtamu. Usiku wa saa 8 ofisi za Faita Mtamu zilikuwa zinaendelea na kazi kama kawaida. Hewa ambayo ilikuwa na upepo kiasi ghafla ikawa mzito mno. Joto likaongezeka kiasi, wahudumu na wateja kadhaa waliopo usiku waliomba kuongezewa upepo wa feni. Jamani, kuna joto, hebu tunaomba uongeze mwendo wa feni. Mteja mmoja alikuwa amemwambia mhudumu ambaye hakupinga, aliongeza mwendo wa feni. Hili ni joto au ni kwa kuwa tuko jikoni? Mpishi mmoja wa chapati kamuuliza mwenzake. Hakuna joto la ghafla ise. Mimi nikazani peke yangu ndo nalisikia. Alisema mpishi mwingine wa maandazi. Watu walianza kuzungumzia joto hilo la ghafla sana. Kwenye eneo waliokuwa wamekaa wateja alitoka Ngore, ila hakuna mtu yote ambaye alikuwa anamuona. Hewa ikazidi kuwa nzito, joto likazidi kuongezeka, hata feni hazikusaidia tena. Jamani, ni joto vipi? Huko jikoni kumewaka moto? Amina ambaye yeye ndiye kiongozi ambaye alikuwa amebaki usiku huo aliuliza, huko jasho likiwa linabujika. Alikatiza alipokuwa amesimama Ngole bila hata kujua. Amina alienda jikoni kutazama kama labda jiko lilikuwa limewaka moto. Ila alisimkwa na vinyweleo na ngozi yote baada ya kukatiza karibu na Ngore, japo hakumuona. Ila alipatwa na msisimuko wa ajabu ambao alishtuka kajikuta akiwa anasimama. Aliposimama ni hatua mbili kutoka alipokuwa amesimama Ngore. Amina alipatwa na msisimuko sana huko akiwa na Isa. Aliposimama joto lilikuwa limezidi zaidi. Mbona kama kuna mtu eneo hili? Alijiuliza Amina kwa sauti ya chini. Ngole akamkazia macho Amina akijaribu kumtizama kama anamuona au ni vipi. Ila Amina akaendelea na safari zake kuelekea jikoni. Akamwacha Ngole akiwa anatabasamu kifedhuli bila hata kujua. Amina hakukutana na moto aliokuwa anahisi unawaka huko jikoni. Jamani, joto kwema? Amina kauliza kwa mshangao. Ngore akatabasamu kwa kejeli kisha akawa ameanza kazi iliyokuwa imemleta mahali hapo. Hapo katikati alinyanyua mikono yake juu kidogo, akainama kidogo, na kwa sauti ambayo haikusikika na binadamu yote ule alianza kusema maneno ya kichawi. Sauti yake haikuvuma bali ilikuwa inasikika kwenye kuta, kwenye dari, kwenye sakafu, na kama vile mgao wenyewe ulikuwa unaitikia. Ngangora na ndoroki, si jongo na mtao, chakula kiyoki wadudu, harufu ibadilike kuwa harufu ya kifo, moto uote hewani, na roho ya mgawa huu ishuke na kufa. Mara tu maneno yale yalipokuwa yamemtoka kinywani mwake, Ngole, moshi wa rangi mbaya mchanganyiko na kijani chafu, kijivu na rangi ya maji taka ulitokea chini ya meza na ukaanza kusambaa kuelekea jikoni. Ulienda sehemu zote muhimu, kule kwenye ice cream, kwenye juisi, mpaka kule kwenye vyakula vya baridi. Ni moshi wa kishirikina. Ni moshi ulioweza kuonekana na roho na sio macho ya binadamu. Wateja hawakuona huo moshi, lakini harufu yake mbaya
ilianza kusikika kwa mbali sana. Huko jikoni Amina alifungua sufuria iliyokuwa inachemka. Mbona harufu kama alikosa neno, hakuwa amewahi kunusa kitu kama hicho. Wahudumu wakawa wameanza kuangalia kila upande. Harufu gani jamani? Mmoja kama uliza. Kama chakula kimeoza. Mwingine akawa amesema, lakini hawakuona chochote kile, hawakuona moshi wala kitu chenyewe ambacho kilikuwa kimeoza. Wakati huo moshi wa ngole uliingia kwenye kila chungu, kila meko, kila bakuli, ulisambaa kwenye meza na kumalizikia kwenye majiko, kwenye friji na hata kwenye masufuria yaliyokuwa yameoshwa tayari. Uliingia kwenye nyama, kwenye mchuzi, kwenye nyama ya kuku ambayo ilikuwa inaandaliwa kwa supu ya asubuhi. Ngore alifungua macho yake ambayo yalikuwa ni meusi kabisa, alitabasamu kwa kiburi. Harufu ianze polepole. Kesho watu watakiona cha mtema kuni. Chuki ianzie usiku. Anguko lao linaanza leo. Kesho likole kweli. Mara tu alipokuwa ametamka hayo maneno, joto lilianza kupungua. Ndani ya sekunde chache hewa ikawa ya kawaida tena. Wateja wakasema, joto limeisha ghafla. Hata feni zilikuwa na kasi kubwa sana zikionekanika kero. Zilileta baridi kali mno, ikabidi zipunguzwe mwendo. Harufu bado ilikuwa mbali. Ndogo kana kwamba inatokea mbali. Haikumkosesha mtu raha kwa sasa, ila ilikuwepo kama ishara ya mwanzo wa giza. Ngore akapotea kichawi. Hakusikika hatua wala upepo. Alitoweka tu kama kivuli kilichofutwa. Amina alinyanyua kichwa akatazama kila upande. Alihisi kitu kimepitia ndani ya mgao huo, kitu kibaya, lakini hakuweza kuelezea. Usiku ule fight mtamu ilionekanika kawaida, lakini giza lilikuwa limeingia. Vita ya kiza ilikuwa imeanza kimya. Asubuhi Saadi iliamka ikiwa imefunikwa na wingu zito la hofu. Kuanzia vituo vya redio, televisheni, mitandao ya kijamii hadi magazeti na mitandaoni, taarifa zililipuka kama bomu. Kila kituo kilikuwa kimeibua breaking news kwa sauti nzito iliyotetemesha hata watu waliokuwa wamezoea kusikia taarifa mbaya. Habari za dharura: watu 15 wauawa usiku mmoja. Vitisho vipya vya tikisa sayari, viumbe vya ajabu vyasimuliwa. Taarifa zilienda kwa kasi kuliko upepo wa habari ya makurenge. Katika kipindi cha saa chache tu, kati ya saa 8 usiku hadi saa 9 alfajiri, watu 15 walikuwa wameuliwa kinyama sana. Miili yao ilikuwa inapatikanika ikiwa imejeruhiwa vibaya, imetafunwa na sehemu nyingine zikikosekana kabisa, kana kwamba waliliwa na viumbe wasiokuwa kawaida. Waliofariki walijumuisha wanawake 5, vijana wa umri wa miaka 15 hadi 18 watano, watu wazima wenye umri kati ya miaka 45 hadi 70 watano. Ukatili wa mauaji haya haujawahi kabisa kushuhudiwa katika historia ya sayari. Polisi walielezea kuwa hata wanyama wakali kama simba wasingeweza kuacha majeraha aina ile. Vyombo vya habari vikao vimefanikiwa kuzungumza na baadhi ya majirani, ndugu na mashuhuda waliokaribia maeneo ya tukio. Wengi waliongea kwa sauti zinazopepesuka, baadhi wakilia, wengine wakiwa wanatemeka hata kamera zilipokuwa zimewaelekeza. Niliona kama kuku mkubwa, lakini sio kuku. Macho yake yalikuwa mekundu kama moto. Ilipiga kelele sio kwa kawaida, kisha ikaruka ukutani. Mama mmoja wa mtaa Kasoli Sola alisema kwa anapangusa machozi, sijawahi kuona mbwa wa namna ile. Ulionekana kama kivuli hivi, lakini pia ulikuwa ni uhalisia kabisa. Ana macho mengi sana, sio mawili. Alivunja mlango kama karatasi, kisha akawaingilia baba na mama. Aliwatafuna vibaya sana. Chumba kilijaa damu. Kijana miaka 16 aliyenusulika kwa maficho chini ya kitanda alisimulia hivyo. Alijikaza ila mwishowe alilia sana. Kuna kiumbe kingine kama kenge, ila kikubwa kuliko binadamu. Kilikuwa kinatembea kwa kasi ya ajabu. Tuliposikia makelele tulipokuwa tumefungua mlango, tukakiona kikatoweka gizani. Mzee mmoja akaelezea kwa sauti ndogo. Ushuhuda uliofanana kutoka maeneo matatu tofauti ulivunja matumaini kuwa huenda kilikuwa ni kisa cha uhalifu wa kawaida. Hivi sasa sayadi ilikabiliwa na kitu ambacho raia hawakuwahi kukiona. Inspekta mkuu wa polisi kupitia mkutano wa dharura asubuhi alizungumza na taifa zima. Tunachukulia tukio hili kwa uzito mkubwa sana. Upelelezi umeanza mara moja. Tunaomba raia wote waepuke kutoka nje bila sababu maalum usiku. Hakikisheni milango na madirisha yenu vinafungwa vizuri. Mnapoona dalili ya taharuki, piga simu polisi mara moja. Hata hivyo, uso wake na sauti yake vilionyesha wazi kwamba hata jeshi la polisi halikuwa na majibu ya kile kilichopiga kambi usiku wa sayadi. Watu mtaani walikuwa na hoji. Je, ni magenge ya uhalifu
ni wanyamapori waliotoka hifadhini au ni jambo lisilokuwa la kawaida. Lakini mashuhuda walishikilia kauli zao. Hivi viumbe sio vya dunia hii. Oya, yani kwanza unaambiwa kuna huyo mbwa amekaa kama pweza, yani ana mikia mingi sopoa. Watu mtaani walikuwa wanaongezea chumvi ili mradi tu wao wasikilizwe. Goya, acha unafiki bana. Wanasema ana macho mengi sio mikia mingi. La sasa unaambiwa huyo kuku sasa. Ndio balaa, kuku anatembea na panga huyo. Pumbavu, nyamaza. Watu tunajadili mambo mazito yamekumba nchi, unaongea upuzi hapa. Mtandao ulikuwa umewaka moto. Hashtag shetani wa usiku. Hashtag viumbe vya ajabu. Hashtag makombe masekele zina trend ndani ya dakika. Baadhi ya watu walikuwa wamepakia video fupi za kelele za kutisha zilizokuwa zimerekodiwa usiku, ingawa zilikuwa zenye ukungu na hazikuonyesha viumbe vizuri. Lakini milio ya kitu kikubwa kikikimbia, mlio wa mnyonge na makelele yasiyokuwa yanajulikana yalitosha kabisa kutisha watu na kuwapa hofu. Wengine hata hawakutamani kutoka nje wala kutembea. Magazeti ya asubuhi yalikuwa na vichwa kama mauaji ya usiku, hii ni laana au ni shambulio, viumbe vya giza vinaanza kuvuna roho. Wengine sayadi yazizima kwa hofu. Kila raia hawakujua ni kwamba mauaji yote yalikuwa ni kazi ya viumbe watatu waliotengenezwa na nduma, mchawi aliyekwisha vuka mipaka ya uwezo wake. Jibwa kumbu, mbwa wa giza, mkali kuliko fisi, mwepesi kuliko upepo. Kukuzumba, kiumbe wa ajabu mwenye mabawa marefu na midomo mirefu mikali. Dubusa, kenge mkubwa mwenye uwezo wa kuvunja chuma kama kijiti tu. Viumbe hivyo vilihitaji damu za watu wawili kwa kila kiumbe ili kuanza kazi na kuzidi kuwa na nguvu, ila watu watatu kila kiumbe ni kafara ya kumwongeza nguvu nduma. Saadi haikujua kama ujali alikuwa mwanzo tu, yajayo yalikuwa yanatisha. Tangazo la mwisho la redio kuu ya taifa lilieleza, serikali inafanya kila juhudi kuwatambua wahusika, tunawasihi raia watulie na kufuata maelekezo ya vyombo vya usalama. Lakini hakuna ambaye alikuwa mtulivu, hakuna ambaye alikuwa na amani. Nyumba zilifungwa mapema, wazazi walikusanya watoto wao ndani, maduka yakafungwa kabla ya jua kutua. Habari zikawashtua mpaka wakina Naza. Nazani akiwa chumbani kwake na mke wake Faina, kupitia TV yao iliyopo chumbani walishuhudia kila taarifa. Nazani kaonekanika kuchanganyikiwa vibaya sana. Hichi nini tena? Akauliza Nazani kwa mshangao. We Naza, mimi najua ni labda. Faina akamuuliza Naza. Naza kabaki kumtazama mke wake bila kusema neno. Alichukua simu yake na kuanza kupeluzi mitandaoni kuendelea kufuatilia habari hizo zilizokuwa zimezuka. Ila nina wazo, alisema Faina na kumfanya Naza amtizame kwa upole. Faina, ongea jambo la maana. Sitaki ujinga, mimi nawaza taifa hapa. Wewe naongea maana ya baba, si unisikilize kwanza. Aya, niambie. Huyu mbwa itakuwa ni mbwa aliyenyanyasika na wafugaji wake. Sasa akaenda kuomba nguvu kwa mganga. Sasa kipindi naenda alimpitia kuku ambaye naye kuku ana hasira sana. Naza alikuwa ametulia kimya, akaendelea kumtizama Faina ambaye alikuwa anatoa maelezo. Faina ndiye alikuwa amesimama mbele ya mume wake ili amuelezee mume wake vizuri, akiongea kwa mifano ya mikono. Sasa huyu kuku naye ana majanga yake zidi ya wafugaji. Kuku wa watu anafugwa vizuri, anaamsha wenyeji wake tu kwa kuika. Ila akija mgeni anachinjwa, au anachinjwa siku ya sikukuu. Asubuhi anakula mchele, alafu jioni analiwa na wali. Kuku amechukia, kaungana na mbwa kwenda kwa mganga kuomba nguvu. Halafu akampitia kenge. Huyu kenge ana hasira, maana siku hizi watu, huyu kenge naye ana hasira, maana siku hizi watu wa hovyo wanaitwa wewe kenge. Utasikia wewe kenge, unalewa sana, umekuwa mlevi mbwa. Yule kenge ni malaya mbwa yani. Unaona hiyo collaboration ya kejeli ya mbwa, kuku na kenge. Faina alikuwa anampa maelezo marefu mume wake. Wewe. Yani nakaa kabisa na kusikiliza mbwa, wewe unaleta habari za kipuzi na akili zako kama kenge. Naza alikuwa amemcharukia mke wake baada ya kuona anamuelezea ujinga tu. Ila kama naye kapita kwenye hayo maelezo ya mke wake, maana kumuita mbwa mara kenge. Msikilizaji, simulizi nalikumbusha simulizi moja hivi. Inaitwaje vile? Sheria ya nyumba yangu. Umeona bana, ile simulizi bana, kulikuwa na joka mmoja hivi la kutisha ambaye alikuwa anafugwa na yule jamaa ambaye ndio Sterling katika sinema yetu. Na alikuwa na wake wawili. Mke mmoja yeye ni jini moja la kutisha sana, afu mke mwingine yeye alikuwa ni mcha Mungu sana. Na huyo mke mwingine ambaye ni mchawi, tuseme jini sio kitu gani, alikuwa anamiliki, alikuwa ni mchawi kuntu. Aliyelisha mikoba na bibi yake, alikuwa anamiliki huyo joka mkubwa ambaye alikuwa anaishi ndani kwa hiyo nyumba, huyo jamaa ambaye ndio Sterling katika sinema yetu.
na ile joka lilikuwa linatoka usiku kwenda kufanya maangamizi kama hivi. Ni simulizi moja tamu sana. Tulikuwa na msimu wa kwanza, lakini ikawa tuje na msimu wa pili ambao unaitwa The Return of Athink. Na Athink alikuwa ni nyoka ambaye alikuwa anafanya majanga mengi sana katika mtaa. Kama hujapata kusikia simulizi hiyo, msikilizaji, hebu itafute sasa hivi. Sheria ya Nyumba Yangu ni simulizi moja ya kutisha na kusisimua kweli kweli. Alafu ukisikiliza sema kama unahitaji msimu wake wa pili ambao utakuwa ni The Return of Athink. Andika kwenye comment kama unahitaji msimu wa pili wa simulizi hiyo, alafu tunaileta hapa. Sawa, ila kisha umepata umesikiliza. Kama umesikiliza basi tuambie kama unataka msimu wa pili. Ukisema tu kwenye comment kwamba tunahitaji The Return of Athink, basi tutaileta hapa kwa ajili yako. Ni simulizi moja tamu ya kusisimua na kutisha, lakini na mafunzo mengi, kwa sababu yule mwanamke alikuwa ni mcha Mungu na aliweza kuzuia vitimbwi vyote vya joka Athink, na mpaka mwisho wa siku kwenda kulifungia katika mapango kwa maombi tu, na mwisho wa siku ilitakiwa ile joka litoke katika mapango hayo na kuja kurudisha mashambulizi katika ulimwengu. Na huko ndiko kunakuwa ni msimu wa pili. Tuendelee na simulizi yetu, msikilizaji. Uwi, umeona sasa tayari unawadhiaki kenge na mbwa shauri yako. Alisema Faina huko akiwa anacheka. Watu wanadhani humu ndani niko na mke, kumbe niko na mira mkubwa. Ewa, ndio mkeo huyo sasa. Anakubeba kiunoni. Aibu niache mimi niondoke zangu kazini bwana. Mbwa akikubeba alimbeba kawa farasi au kawa punda. Alijibu Naza huko akiwa anaenda zake bafuni. Mwanaume jeuli yuka kenge. Alisema Faina huko akiwa anatoa nguo za mume wake kwenye kabati. Baada ya dakika 7 Naza alitoka akiwa tayari kashaoga. Alianza kuvaa nguo zake, ila alionekanika kuchanganywa na tukio hilo la viumbe. Alivaa nguo zilizokuwa zimeandaliwa na mkewe, ila kwenye viatu akavaa kiatu kimoja cha ngozi kwenye mguu wa kulia, na mguu wa kushoto alivaa kiatu kingine raba. Mkewe bado kumtazama tu akiwa anacheka. Lakini wewe mtoto wa Hoshazi una shida gani? Lakini awali ukufa kuna demu wako amekufa au? Unasemaje binti wa Mzee Gato? Hebu tazama miguu yako hiyo. Na zile kama jitazama miguuni, na yeye mwenyewe ilimbidi kwanza ajicheke. Makubwa haya jamani. Akavaa viatu vizuri na akavua kile kiatu cha kifusi na kuvaa raba. Naza alimfuata mke wake na kumkumbatia vizuri kwa mahaba, huku akimtazama usoni kiasi Faina alikuwa amehisi aibu, licha ya kwamba kwenye ndoa kwa miaka 5 na bado alikuwa na aibu na mumewe. Hayo ni mapenzi bwana. Sio unamkodolea mumeo macho kama vile unamtizama mwizi wa simu. Hata aibu huna. Basi bwana, Naza alimtizama mke wake na kuanza kumwambia maneno mazuri ya kumwaga asubuhi hiyo. Alimtizama Faina usoni na kumkazia macho ya mahaba. Hali hiyo ilizidisha aibu, japo alishazoea kuagwa kwa mahaba kama hayo. Mpenzi wa roho yangu, Malkia wa nyumba yangu. Najua sio kila siku huaga rahisi, lakini kila mara ninapokuwa naondoka asubuhi moyo wangu hubaki na wewe. Tabasamu lako lina nguvu ya kunipa morali ya kupambana na dunia. Nikiwaza macho yako napata faraja. Nikiwaza sauti yako napata utulivu. Leo nikienda kazini, nataka ujue kwamba kila ninachokifanya ni kwa ajili yetu. Kwa ajili ya ndoto zetu, familia yetu. Naahidi kurudi kila siku nikiwa na moyo wa upendo kama nilivyoondoka. Uwe na siku njema mke wangu, na Allah akulinde. Akufunike na baraka zake, na kupenda zaidi ya maneno. Faina tabasamu kwa aibu, tabasamu lako linafanya sura yake izidi kupendeza sana. Kasura cha Faina kilikuwa ni kisura cha kitu cha miaka 17 hivi, kumbe ni mama wa miaka 27. Alimtazama mume wake na kumwambia, mume wangu mpenzi, na kutazama unapoondoka huko moyo wangu na mtumainia Allah akulinde. Usiwe na shaka, dua zangu zinaandamana nawe kila hatua. Na kusihi uende kwa amani na urejee salama. Allah akufungulie milango ya kheri. Akuwekee rehema katika kila kazi utakayoigusa. Na akupe mafanikio ya halali na yenye baraka. Nikikumbuka naomba, nikikuwaza na tabasamu. Maisha haya yangekuwa na mwanga mdogo bila uwepo wako. Kila siku najivunia kuwa mke wako. Allah akurudishe mikononi mwangu salama na furaha, na kupenda sana zaidi ya leo. Faina kama mwaga mumeo kwa maneno matamu sana, tena matata kweli kweli. Hili penzi kila leo ni kama linaanza upya hivi. Naza alimaliza kwa kumpiga busu Faina, busu zito la mdomoni. Kisha kama ameanza kuondoka zake. Faina libaki kutabasamu tu akiwa anapanga kuanza kufanya usafi ndani chumbani humo. Naza katoka. Kipindi akiwa anashuka kwenye ngazi, aliona watu sebleni. Kama kawaida kulikuwa kuna marumbano kati ya Mira, Ade, Lei na Eva. Wote walikuwa wamemzunguka Mila ambaye alikuwa kashika bahasha yenye foili kwa ndani. Wewe asubuhi kwenda wapi? Ujue hapa nilikuwa naenda kumwambia baba na mamako kwamba umepotea. Alisema Lei ambaye ndo agana na Miri. Umepotea wimbo wa Mbosso huo. Alijibu Mili kwa kana tabasamu tu. Yaani haka ipo siku nitakuja nikakate makofi mimi. Akasema Ade, bora ukate tamaa ba mdogo, sio kunikata makofi mimi.
Mimi nitakuumiza, mimi sio mtoto wewe. Unaweza kuniona mtoto ila ukinichokoza na washa moto sio kitoto. Mira kaendelea kujibu majibu yake ya utani kama vile alikuwa na majibu ya neno kabla. Lakini Mili, hali sio nzuri, usitoke ovyo bwana. Kuna kuku kwa nakula watu. Mwanangu, si kama leo uende shultulia hapa nyumbani sasa. Eva alikuwa amwambia Mili kwa anamshika vizuri kimahaba ya mama na mwana. Usijali mama. Mimi ni Kamondo. Kuku ambaye anaweza kuniumiza mimi. Usijali mama, mimi ni Komando. Kuku ambaye anaweza kuniumiza mimi ni kukukosa, kukupoteza, kukuchoka na kukuroga. Aise, kazi imeanza. Alisema leo huku Eva mwenyewe akiwa anacheka tu yani. Nilienda kukununulia mishikaki huko. Hebu kuleni muone kwa nini nilikuwa nimedamka. Mila alikuwa ameanza kugawa mishikaki, kila aliyekuwa anakula alikubali kweli ni mitamu. Ni mitamu sana. Ila sio sababu ya kudamka bila hata kuaga Miri. Alisema Eva. Hii mishikaki inauzwa wapi? Mbona mimi sijai kabisa kuona inapouzwa? Ada alikuwa ameuliza. Hii ni kwa wazao wa Saya tu. Si watu kutoka Kakala sijui eti wapi huko. Huwezi kabisa kujua machimbo ya wajanja. Alijibu Miri. Naza alishuka na Mili baada ya kumwona babake akiwa akamkimbilia na kumlukia akamkumbatia kwa furaha. Walisalimiana mcharuko na babake. Hakusahau Mili kumpa babake mishikaki aliyokuwa amedamkia asubuhi. Basi bwana, habari za watu kuuawa na viumbe zilimshtua Abasi ambaye aliamkia kwenye kumbato la mpenzi wake Rahma. Kitu cha kwanza Abasi alimuwaza mke wake Muna. Ila hakuonyesha hilo mbele ya Rahma. Alipanga kumpigia Muna akitoka hapo, ila hata alipokuwa ametuma sana messages kujibiwa. Abasi jana kuanza kuondoka kwa Rahma kwa mwaga. Kuwa makini mume wangu, mji umechafuka huu. Urudi mapema, sihitaji kupoteza baba wa mwanangu. Alisema Rahma. Poa mke wangu. Niko makini na mapema sana nitakuwa hapa. Abasi alipokuwa kwenye gari alikuwa ameanza kumpigia Muna huku akiwa anaendesha gari. Ila simu haikupokelewa. Huyu ana shida gani? Mbona apokee simu? Majanga yamempitia nini? Alisema Abasi akiwa anaongea mwenyewe tu. Aliamua kumtuma siku kwenye WhatsApp, ile anaingia tu WhatsApp alikuwa Muna yupo online. Kumbe yuko online. Abasi alisema kwa Asila huko akiwa anasimamisha gari na kuegesha pembeni ya barabara. Alianza kuandika message kwa Asila. Wewe mshenzi, simu upokee message ujibu, kumbe uko online. Message ya Abasi ilisomeka hivyo kwa Muna, ila iliweka blue tick na bado haikujibiwa. Abasi alizidi kuchukia. Muda huo aliona Muna kaposti status. Status ya Muna ilisomeka, huyu kenge mla watu asije kumla na mpenzi wangu huyu. Ujumbe huo uliongozana na picha. Moyo wa Abasi ulipiga kwa nguvu akihisi kuwa mke wake kamposti mpenzi wake. Ila alipunguza kidogo hofu baada ya kuona huyo mpenzi wa Muna ni Faina. Ila bado alikunja uso baada ya kuona kama ukaribu wa Faina na Muna unazidi sana kipindi yeye na Muna hawako sawa. Alisi Faina ndiye anampa jeuri Muna. Abasi alikuwa ameondoa gari kwa kasi kuwahi nyumbani kwake. Alifika akafunguliwa geti na mlinzi na kuzama ndani. Kwenye magesha magari shtuka kuona gari ambalo yeye halijui. Mazda geni kabisa kwenye macho yake. Abasi moyo wake ulipiga tena kwa kasi kubwa sana. Kwa kishindo alihisi labda Muna alikuwa ameingiza mwanaume kwenye nyumba yake. Abasi alirudi kwa mlinzi wa geti ili kumuuliza kitu. Kuna mgeni humu ndani? Alimuuliza mlinzi. Hapana, hakuna mgeni bosi. Sijaona mtu mpya yoyote yule zaidi ya madam. Sasa ile gari ni ya nani? Abasi alikuwa amehoji kwa mshangao. Alirudi nalo madam jana. Alirudi peke yake? Ndio bosi. Ulitazama vizuri kwenye gari? Nilimwona peke yake, sikumchunguza sana. Alirudi saa ngapi? Saa 1 usiku. Haya poa. Abasi akatembea kuelekea ndani huku akiwa ana mawazo tele kwa kuona mabadiliko ya Muna. Alitazama sana ile gari na mwisho akawa amekumbuka kwamba amewahi kuliona kwa kina Naza na alitambua ni gari la Faina. Abasi alichukia zaidi na kuingia ndani kwa fujo, ambapo alimkuta Muna yuko sebuleni kajilaza tu kwenye sofa, miguu juu, akiwa hana habari wala wasiwasi. TV kubwa ilikuwa inaonyesha taarifa za habari. Mimi napiga simu upokee, kumbe simu yako unayo mkononi. Hilo lilikuwa ni swali la kwanza la Abasi baada ya kuingia ndani kwa fujo, uso wake ukiwa mwekundu wa hasira. Baba Kija, wiki ndo imeisha hivyo. Huyo mtoto hahitaji joto la baba huko tumboni au? Mwana alikuwa amenyanyuka na kukaa kwenye sofa, alimuuliza Abasi kwa mshangao. Abasi alibaki kwa anamtazama Muna kwa hasira. Nitakuumiza wewe mbwa. Abasi alifoka huko akiwa anamsogelea Muna akiwa na hasira za kupita kiasi. Wewe ukijaribu kunipiga basi hii dunia. Muna kumaliza maneno akashtukia kofi zito likiwa limetoa kwenye uso wake kiasi alianza kuona giza. Hakukaa vizuri, akapigwa ngumi ya tumbo. Makofi ya mfululizo na mangumi akamshukia Muna kwa fujo sana. Unataka kuniua basi? Muna alikuwa amepiga makelele akiwa na hoji. Usiniongeleshe. Abasi alikuwa amefoka.
we malaya mwenyewe tena unikome. Muna alijibu. Kofi likatua kwenye mdomo wake. Muna alitoka mbio kama kafungiwa booster hivi. Alikimbilia jikoni. Unakimbia usiongee na mimi kama unaongea na hao makahaba wenzako. Yaani kama huyo Faina anaweza kukupa gari na kukupa kiburi, sasa we na Abasi alikuwa amefoka kwa asila huko akiwa anamfuata Muna huko kwa jikoni. Abasi kambidi apige nduki baada ya kumwona Muna akitoka akiwa na lundo la visu kwenye mikono yake. Abasi alikoswa na kisu kilichokuwa kimepita nyuma kidogo ya shingo yake kisha kikaenda kuchoma kwenye TV na kufanya TV weke wino. Tuishie hapo msikilizaji katika sehemu hii ya 5 ya simulizi yetu nzuri tamu kweli na kwenda kwa jina la Mti wa Fitina Matunda ya Chuki. Bado hatujajua wale vigagura ni wakina nani katika maisha ya Faina na Naza, ila wanapambana kweli mpaka kutaka kuwa wachawi namba 1 kote ulimwenguni ili tu kumwangamiza Faina na mume wake Naza. Ni wakina nani hao watu? Tunaye Miri anatupa burudani ya kutosha sana kila anapotokea katika simulizi yetu, basi tunakuwa tunacheka tunaburudika. Mimi director wewe ni msikilizaji Esi Hussein Vumbi ndo mtunzi. YouTube channel Simulizi Mix WhatsApp 0677062012. Tukutane huko msikilizaji katika sehemu inayofuata kujua nini hasa kiliendelea. Mpaka wakati ujao. Bye bye. Tunaendelea msikilizaji na sehemu ya 6 simulizi Mti wa Fitina Matunda ya Chuki. Katika sehemu tulikuwa tumeishia pale ambapo Abasi alikuwa anazozana na mke wake Muna. We ukijaribu kunipiga Abasi dunia. Muna kumaliza maneno yashirikia tu kofi zito lilikuwa limetoa kwenye uso wake kiasi alikuwa ameanza kuona kiza. Haukaa vizuri akapigwa ngumi ya tumbo. Makofi ya mfululizo na mangumi yalimshukia Muna kwa fujo sana. Unataka kuniua Abasi? Muna alipiga kelele akiwa na hoji. Usiniongeleshe wema. Abasi alikuwa amefoka. Wewe mwenyewe tena unikome. Muna alijibu. Kofi likatua kwenye mdomo wake. Muna akatoka mbio kama kafungiwa na booster hivi. Alikimbilia jikoni. Unakimbia malaya? Usiongee na mimi kama unaongea na hao makaba wenzako. Kama Faina huyo anaweza kukupa gari na kukupa kiburi, sasa awe ana Abasi alikuwa amefoka kwa hasira sana huko akiwa anamfuata Muna huko jikoni. Abasi ilimbidi apige ndoki baada ya kumwona Muna anatoka akiwa na lundo la visu kwenye mikono yake. Abasi alikoswa na kisu kilichopita nyuma ya kidogo ya shingo yake na kikaenda kukita na kufanya TV iweke wino. Tulikuwa tumeisha hapo katika sehemu ya 5, tuende pamoja katika sehemu ya 6 kujua ni kiliendelea. Simulizi yetu imeandikwa na mtunzi Esi Hussein Vumbi na kusimulia director kutokea hapa Simulizi Mix. YouTube channel Simulizi Mix WhatsApp 0677062012. Simulizi inaendelea. Muna alikuwa nyuma ya Abasi anamfukuza mbio Abasi kwa kasi. Alikuwa ameingia kwenye chumba cha wageni na kujifungia humo. Kipindi anaingia ndio salama yake, maana kisu kingine kilipiga kwenye mbao ya mlango. Toka nje wewe kidume, alifoka Muna kwa kitikisa kitasa cha mlango kwa fujo. Wewe unataka kuniua Maimuna? Alisema basi kwa kana hema juu. Toka hapa nje ni kujibu swali lako mbo wewe. Jatupa hivyo visu vyako unatoka. Na wewe toka ni kuchinje mshenzi wewe. Muna alikuwa na hasira, hata basi aligundua kuwa Muna yuko kwenye kiwango cha kutisha sana cha hasira, kwa maana Muna uaga sio mkorofi hata kidogo. Ingifikia hatua hiyo ina maana kwamba amemfika shingoni. Muna hakuwa mtu kuzungumza sana hasa akiwa na hasira. Paka kimya. Abasi alikuwa amechagua utulivu ili kupisha hasira za Muna zipungue. Dakika 15 za ukimya, Abasi alikuwa anajaribu kutafakari kama alikuwa amefanya sawa amekosea. Muda huo alikuwa amesikia geti lilikuwa linafunguka. Alinyanyuka kwa haraka sana na kwenda kufunua dirisha, akachungulia madirisha na akaona ile gari la Muna alikuwa mpana Faina alikuwa anatoka getini. Anaenda wapi tena huyo? Abasi alikuwa ametoka mbio mpaka nje ya geti, ila Muna alikuwa kashatokomea hata gari ya kuliona. Kaenda wapi huyo? Abasi alimuuliza mlinzi. Asijui bosi. Hajasema anapoenda. Kwa nini umemruhusu kutoka na wewe? Abasi akafoka. Lakini bosi, hukuwahi kunipa mimi utaratibu wa kwamba eti madamu akitaka kutoka mpaka atoe maelekezo pa getini? Alijibu mlinzi akiwa na mshangao. Abasi alirudi ndani bila kuongea neno. Alijiona anachanganyikiwa, maana alikuwa anahitaji kumlaumu kila mtu. Bosi kavurugwa. Itakuwa mkosea na madamu. Hapa anaweza kuja kuulizwa hata kwa nini sijafua chupi za madamu mimi. Alijisemea mlinzi. Abasi alikuwa amefika chumbani kwake akashangaa kukuta nguo na vitu vya Muna vingi havipo, vilivyobaki ni vile ambavyo sio muhimu. Yaani kama nguo za kulalia tu, hakukuwa na nguo zake Muna zile muhimu hata kwenye kabati pia. Alikuwa amegundua kwamba Muna kaamua kuondoka. Abasi alikuwa ametoka sebuleni akiwa amechanganyikiwa, ila muda huo simu ya Rahma iliingia. Abasi alizungumza na mpenzi wake huyo mahabuba
akiwa na imani kwamba atakuwa sawa. Sasa ndio muda wa kufurahia ule mdoli wako umeondoka jamani. Sasa ndio muda wa kufurahia ule mdoli umeondoka jamani. Anajisemea tu basi huko akiwa analazimisha kutabasamu baada ya kukata simu ya mpenzi wake Rahma. Ila majibu yalikuja hapo hapo bila hata kuchelewa. Moyo uligoma kabisa kukubali Muna awe mbali na yeye. Aliwaza kama Muna atakuwa analiwa na mwanamume mwingine akiwa mbali na yeye. Roho ilikuwa muuma. Maana licha ya kuwa na Rahma ila Muna ni hatari. Alichokosa kwa Muna ni mtoto tu na sio kitu kingine. Muna anaweza kumpandisha na kumshusha anavyotaka yeye. Muna alifundishwa akafundika. Matukio ya kitandani yalimvaa kwa wivu wa basi. Na sio tu matukio ya kitandani ila hata maisha ya kawaida tu. Muna ni mwanamke ambaye hauna wasiwasi akiwa nyumbani. Maisha yake anayoishi na ndugu zake. Muna ni kati ya wanawake wachache ambao wamefanikiwa kupendwa na wakwe zake na mawifi wote. Lakini kwa nini Muna akawa jeuri? Huyu ni Faina mshenzi. Asa leo nitamfuata nikampe makavu yake mshenzi kabisa huyo. Mchana ulipowadia, Sayadi bado ilikuwa ikitetemeka kwa habari za viumbe visivyojulikana. Redio zilikuwa zinatoa taarifa mfululizo, televisheni zikionyesha ramani ya maeneo ya mauaji na watu mitaani walikuwa wanatembea kwa tahadhari, macho yakiwa yamejaa hofu. Lakini mbali kidogo na kelele hizo za kitaifa, kwenye mitaa minazini kulikuwa kuna simulizi nyingine, simulizi ya maumivu ya biashara na swali lisilokuwa na jibu. Ndani ya Faita mtamu mambo hayakuwa mazuri hata kidogo. Fana aliwasili mgawani majira ya mchana akiwa na Eva, Joha, Gata, Shakira, Hamisa na Mairat baada ya kupokea taarifa nzito kutoka kwa Amina kuwa hali haikuwa shwari. Aliposhuka kwenye gari na kusogea karibu na mlango wa mgawa, moyo wake ulikuwa umeanza kubana bila hata sababu moja kwa moja. Kulikuwa na watu wachache nje ya mlango, wengine wakisimama, wengine wakiwa wamekauka, wengine wakiwa wanageuka na kuondoka bila hata kuingia. Alipoingia ndani ya mgawa, alipigwa na harufu. Haikuwa harufu ya chakula kilichokuwa kimeungua, haikuwa harufu ya taka, ilikuwa ni harufu nzito isiyoeleweka, kama mchanganyiko wa kitu kilichooza na kitu kisichopaswa kuwapo kwenye mgawa. Faida alikuwa amesimama mlangoni kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu kisha akaingia ndani. Hii harufu ni nini jamani? Akauliza kwa sauti ilikuwa imejaribu kubaki imara. Amina ambaye alikuwa amechoka, uso na macho yalikuwa yamejaa usingizi wa kukosa kupumzika, alimkaribia. Atuelewe kabisa dada. Tumeosha kila kitu, tumeangalia friji, tumeangalia maji taka, tumeangalia majiko, hakuna kitu. Amida na Hidaya ambao ni wasimamizi wakuu wa mgahawa kwa sasa walikuwa wamesimama karibu na kaunta, nyuso zikiwa zinaonyesha kuchanganyikiwa. Ila kuna wateja wanaingia na wanakula kabisa na wasemi kitu, Hamida alisema. Lakini wengine wanapofika mlangoni tu wanarudi huko wakiwa wamekunja sura zao. Hidaya alikuwa ameongea kwa sauti ya chini. Ndani ya saa chache tu hali ilikuwa imekuwa wazi. Takribani 60% ya wateja walikuwa wameshindwa kula na wengine hawakuingia kabisa. Wateja waliokuwa wakikaa ndani wapo wale wakishika pua wakisema chakula chenu ni kizuri kama kawaida, lakini harufu jamani hapana. Wengine walikuwa kila huku wakilalamika, huku wakiwa na harakisha kumaliza, na kulikuwa na wale wachache ambao walikuwa na imani kubwa ya dini au imani za kiroho kulingana na mila zao ambao hawakusikia harufu yote ile kabisa. Hao walikula kama kawaida, walishangaa kwa nini watu wengine walikuwa wakilalamika. Mimi sijasikia harufu yote ile. Mzee mmoja alikuwa amesema akiwa na chovya chapati kwenye maharage. Mna mawazo tu. Lakini kwa Faina na wenzake harufu ilikuwa halisi, nzito na ya kuumiza kichwa. Eva akajaribu kufungua madirisha yote, Joha alikagua choo, maji taka na sehemu ya nyuma. Agata na Shakila wakawa wameangalia gara la unga na bidhaa kavu. Hamisa na Mairati walikagua vifaa vya kupikia, sufuria na mafuta. Masaa yalikatika, walianza kazi, waliacha kazi, wakaanza tena. Lakini hakukuwa na chanzo cha harufu. Mariam na Rehema nao pia walikuwa wamefika mchana huo kumsaidia wifi yao. Hali ilikuwa bado ile ile. Walijiunga na wengine wakajaribu kusafisha tena. Wakabadilisha vitambaa, wakamwaga dawa ya kusafisha yenye harufu kali sana. Lakini harufu ile haikushindwa. Rose iliwauma sana kuona wateja wa kawaida wale waliokuwa wanakuja kila siku wakifika walikuwa wanasimama mlangoni wanakunja nyuso zao halafu wanaondoka bila kusema neno. Wengine walikuwa wakisema kwa masikitiko sana, tutakuja kesho leo hapana. Wapo ambao walikuwa na mapenzi na mgawa huo, waliagiza chakula cha kubeba, wakachukua chapati, maandazi, vitumbua, akisema hapa tuweze kukaa, lakini chakula chetu ni chetu. Wengine walikuwa na thamini huo mgawa kwa sababu hata kipindi wako vibaya hawana hela, uoga wanaelekea kwenye huo mgawa. Wanakopeshwa na muda mwingine hupewa tu ofa za kula bure.
Kwa Batifaita mtamu haukuwa mgao wa vyakula vizito kama wali na ugali. Ulikuwa ni mgao wa bites, kahawa, chai, mandazi, chapati, kachori, mihogo, bakia, vitafunwa. Hilo ndilo lilikuwa limesaidia kidogo kuzuia hasara kubwa zaidi, na wateja wengine wanaopenda mgao huo waliba vyakula na kuondoka zao. Ila kuna wengine ambao walipakataa kabisa kwenye mgao huo. Siji tena hapa ise. Yaani ni pachafu, siji kama wanatulisha uchafu siku zote ya watu. Ni baadhi ya watu walikuwa wanachukia, walitoa maneno kama hayo. Moyo wa Faina ulizidi kuuma kwa maana biashara hiyo alipambania kwa miaka kama 5 hivi. Anaona poromoko lake ndani ya masaa kadhaa tu. Alisimama katikati ya mgahawa akitizama meza tupu, viti visivyosaulika na nyuso za wafanyakazi waliokuwa wamechanganyikiwa. Hajaribu kufikiria kwa biashara kwa akili ya kawaida. Ni tatizo la nini? Lakini ndani kabisa nafsi yake kulikuwa kuna sauti ndogo iliyokuwa inamwambia, hili sio jambo la kawaida. Mchana ule ulikuwa ni mgumu na wenye maswali na hofu isiyoeleweka. Japo jua lilikuwa kali sana nje, ndani ya Faita mtamu kulikuwa na kivuli kizito, kivuli cha jambo ambalo halikuwa linaonekana, lakini lilikuwa lina athiri kila kitu. Basi mchana huo wakati sayadi yote hiyo ikiwa bado inahangaika na habari za mauaji ya viumbe visivyojulikana, Madam G alikuwa mbali kabisa na kelele za mtaani. Alikuwa ndani ya ofisi yake binafsi, ghorofa ya juu kabisa ya jengo la Safari Njema Tourism, sehemu ambayo haikuwa wazi kwa mtu yoyote ule bila ruhusa yake ofisini. Ofisi ilikuwa kimya, safi na ya kifahari kupita kiasi. Ukuta vioo kunaonyesha jiji lote, lakini Madam G hakuwa akiangalia nje. Macho yake yamejipita kwenye meza yake, akili yake ikiwa ina kumbukumbu za siku chache zilizopita. Alikumbuka Koba alivyokuwa amesimama akitoa hoja nzito zilizomfanya ajisikie mdogo mbele ya watu wake ambao walikuwa na mheshimu. Hoja zile hazikuishia tu kwenye meza ya kikao, hazikubaki kwenye makabrasha, zilibebwa moyoni. Madam G hakusamehe dharau, na katika akili yake kile Koba alichokifanya haikuwa kuuliza maswali, kilikuwa ni kumdharau mamlaka yake, kumsukuma kukutana mbele ya watu wake na kuonyesha kwamba alikuwa ni mlevi mwenye akili zaidi kuliko yeye. Alisimama polepole kutoka kwenye kiti chake na akatembea kuelekea dirishani, akatazama jiji chini. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini ndani yake kulikuwa kuna moto mkali ambao ulikuwa umechukua muda kuiva. Hakuna mtu anayenifanya nionekanike mjinga, na akaendelea kuishi kawaida, alijisemea kwa sauti ya chini. Aligeuka na kubonyeza kitufe kidogo chini ya meza yake, na baada ya dakika chache wanaume kadhaa waliingia kimya kimya ndani ya ofisi. Walikuwa na wanaume wa kazi chafu, wenye nyuso zisizokuwa zinasoma hisia. Wanaume hao huaga anawatumia alipokuwa anahitaji mambo kufanyika bila maswali, bila kelele, bila kuacha alama. Wanaume walikuwa wamekaa mbele ya Madam G kwa unyenyekevu na utulivu uliozingatia heshima. Madam G alikaa tena, akivuka miguu kwa utulivu wa mtu aliyezoea kutoa amri za mwisho. Kuna mtu mmoja anataka apotee kabisa, alisema kwa sauti isiyoonyesha msisimuko wote ule. Mmoja wao alikuwa ameinua macho kidogo. Jina Koba, engineer wa Minaziri Drive Zone. Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha mmoja kauliza, wapi na lini? Madam G akatabasamu kwa tabasamu ndogo lisilokuwa na furaha. Hapo ndipo akili zenu zinatakiwa kufanya kazi. Alinua mkono wake na kuonyesha runinga ambayo ilikuwa inaonyesha habari za mchana, ripoti nyingine kuhusu mauaji ya ajabu, viumbe visivyojulikana, miili iliyokuwa imetafunwa vibaya sana. Nchi ipo kwenye taharuki, polisi wanachanganyikiwa, watu wanaogopa viumbe na sio binadamu, alisema taratibu. Nataka mfanye ionekane kama ameangukia mikononi mwa vile viumbe. Hakuna risasi, hakuna alama za kawaida, hakuna ushahidi wa kibinadamu. Mmoja kati ya wanaume alitikisa kichwa polepole. Unaelewa hii ni kazi nzito? Najua. Madam G alikuwa amesema bila hata kusita, na ndio maana nyinyi mpo hapa. Akasimama tena, kazunguka meza, akasimama karibu nao. Na msikose. Kosa lolote litakuwa ni kosa la mwisho maishani mwenu. Walinyamaza, walielewa lugha hiyo vizuri sana. Madam G akarudi kwenye kiti chake, akavuta pumzi ndefu ndani ya akili yake. Picha ya Naza ikamjia, jinsi alivyokuwa ameingia ofisini kwake siku ile, jinsi alivyokuwa amemtolea kauli za zihaka baada ya kumkuta akiwa mtupu, jinsi alivyokuwa ameondoka bila hata kuyumbishwa na mtego wake. Akili yake ilitambua kwamba video za utupu wake zipo kwenye simu ya Naza. Uso wake ukakaza kidogo. Baada ya Koba, ndipo nitakaa vizuri na Naza.
Aliona vile akatoroka, akaniacha na aibu yangu, na bado ana video zangu. Aliangalia wanaume wale kwa mara ya mwisho. Fanyeni kazi, nataka nipate taarifa kamili. Walitoka kimya kimya, mlango ukao umefungwa bila hata kelele. Madam J alibaki peke yake ndani ya ofisi. Aliinama kidogo, akafunga macho yake kwa sekunde chache. Ndani ya tabasamu lake dogo kulikuwa kuna mipango mingi sana. Hakuwa akijua, au labda hakutaka kujua, kuwa Saadi ilikuwa tayari imeingiliwa na giza halisi, na kwamba kucheza na wakati wa viumbe visivyojulikana kulikuwa ni kama kucheza na moto mkubwa kuliko yeye mwenyewe. Lakini kwa Madam J jambo moja lilikuwa wazi: Koba alikuwa anapaswa kuondoka na damu yake ingeandikwa kwenye giza la usiku. Naza sintomuua mpaka nihakikisha kwamba nimpe utamu. Kama akizingua kabisa ndipo nimuue, alisema Madam J. Alijisemea Madam J. Upande mwingine wa simulizi, Naza alikuwa ameenda ofisini kwenye shirika la usalama wa taifa. Aliitwa na mkurugenzi wake Mzee Karimu. Mzee Karimu alikuwa ameketi kwenye kiti cha ngozi cha gharama ndani ya chumba kidogo cha mikutano ambacho hakikuwa na alama yoyote ile ya kuonesha kwamba kilikuwa makao makuu ya shirika la siri la usalama wa taifa wa kijasusi. Ukuta ulikuwa mtupu isipokuwa ramani kubwa ya eneo la Minazini na Kichangani iliyoning'inia kimya, ikiwa imejaa alama nyekundu na blue zilizokuwa zimechorwa kwa kalamu nzito. Mvua nje ilikuwa inanyesha taratibu, ikigonga vioo kwa sauti nyepesi lakini ya kutisha, kana kwamba hiyo ilikuwa inasimulia hatari iliyokuwa ikikaribia. Naza alikuwa amekaa mbele yake, mgongo wake ukiwa wima, macho yake yakiwa makini kupita kawaida. Hakuwa ni mwongeaji sana kwenye eneo hilo, lakini alisikiliza kuliko kuzungumza. Mzee Karimu alianza kuzungumza kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka. Sekeseke la viumbe wa uaji likiachwa likaendelea halitasimama Minazini mara wala Kichangani tu, wala Saya wala Saadi yote. Litameza maeneo yote yanayotuzunguka. Na alitikisa kichwa taratibu kuonesha kwamba alikuwa ameelewa uzito wa jambo hilo. Alikuwa tayari amesikia ripoti za watu kutoweka, walinzi kushambuliwa usiku, kelele zilizokuwa kwa zinaonekana na alama za mapambano ambazo hazikuwa za kawaida ya kibinadamu. Tatizo, mzee akaendelea akivuta pumzi ndefu, ni kwamba kipindi hiki ni kigumu sana kwangu kumtumia mtu waziwazi. Huwezi kumwaga mke wako kwamba unaenda kwenye safari ya kikazi kama unavyomwaga mara nyingi, na hii kazi unatakiwa ibaki kwa ni siri milele. Alisimama kidogo kama geuza macho yake kwenye ramani. Hivyo utatumia njia ya chini kwa chini. Naza alikuwa amenyoa macho yake, tayari alikuwa amejua mpango unaokuja. Tutamtumia diwani wa Minazini, Mzee Karimu alisema, na mkuu wa kituo cha polisi cha Minazini. Kituo hicho kinahudumia Minazini na Kichangani, mita ipo karibu. Mipaka yake ni kama mstari wa kuchora tu. Naza alikuwa ametabasamu kwa kona ya mdomo. Tutasingizia kwamba wanaume wa mitaa hii wanatakiwa kujipanga kulinda maeneo yao, wakishirikiana na polisi, ulinzi wa jamii. Hakuna kinachoonekana cha ajabu. Naza aliona wazi kabisa faida ya hilo. Hapo Mzee Karimu akawa amesema kwa msisitizo, ndipo utapata nafasi ya kufanya kazi yako halisi, kupeleleza na kufuatilia, na kama itawezekanika kumaliza kabisa hilo swala. Naza alikuwa amejibu kwa sauti thabiti, nitafanya kila linalowezekana. Kulikuwa na ukimya mfupi kabla Mzee Karimu hajatikisa kichwa kwa namna ya kukumbuka jambo muhimu. Usiri ni kwamba huko nyuma uliwafundisha kupigana Rock, Dennis Gora na Mikuna Mkude. Hao si watu wa kuyumba. Fanya nao kazi japo nao hawatakiwi kujua wewe ni nani. Na hii kazi yako ya siri hawatakiwi kabisa hata kuhisi kitu. Ndio, wanajua kupambana, wanajua nidhamu, ila hawezi kutambua upande wangu wa pili. Na zaidi wana bastola zenye vibali halali kabisa kwa ajili ya ulinzi wao. Hilo linatupa uhalali wa kisheria hata tukilazima kuchukua hatua kali. Ni kweli mkuu, wana silaha za halali. Hata hivyo, uso Mzee Karimu haukuwa na tabasamu, kulikuwa na shaka lilikuwa limemzingira. Kuna jambo moja tu hapa linanitatiza. Jefana atakubali kukuacha uingie kwenye balaa kama hili, kulinda mtaa dhidi ya viumbe ambao hatuvielewi vizuri. Na zilitabasamu kwa kujiamini, macho yake yakionyesha udhabiti usioteteleka. Faina atakubali. Atajua kuwa hili si swala la hiari, bali ni wajibu. Mzee Karimu alimwangalia kwa muda mrefu kisha akavuta pumzi ndefu.
basi tunaenda vitani kimya kimya, bila kelele, bila makofi ya hadhara. Nje mvua ilikuwa inaendelea kunyesha kana kwamba jiji lenyewe lilikuwa linaosha uso wake. Bila kujua, giza kubwa lilikuwa linaanza kutambaa polepole kwenye mitaa Benazir na Kichangani. Fai tamtamu. Licha mvua kubwa kunyesha, ila bado kwenye mgawa huu hakukuwa na nafuu yoyote ile. Ni vile vile wale ambao walikuwa hawasikii harufu waliendelea kupata huduma, ila idadi ya wanaosikia harufu mbaya ilikuwa ni kubwa zaidi. Muda unavyozidi kwenda, harufu ilikuwa inazidi, na sasa walionekanika mpaka wadudu wengi kama funza, mende na panya. Walitumia kila dawa kuwaua, ila ndio kwanza walikuwa wanazidi. Hali hiyo ilizidi kumchanganya Faina na wenzake. Au lile jini refu la siku ile limekunya humu ndani, alisema Mairat. Wengine walijikuta kwa anacheka, japo Faina hakuwa na hiyo hali ya kujaribu hata kucheka. Muda huo gari la basi lilikuwa limesimama nje ya mgao, kisha basi akashuka kwa mwendo haraka, uso wake ukiwa umeweka ndita kali sana za hasira. Hakujali hata mvua ambayo ilikuwa inamlowesha. Aliingia moja kwa moja kwenye wake na Hamisa, wote walitupia macho yao kwa basi ambayo ilionekanika na hasira vibaya sana. Muda huo hakukuwa na mteja hata mmoja ndani ya mgao. Ni bora nimekukuta hapa kwenye hichi kibanda chako cha kipuzi. Niliwaza nipite nyumbani kwako, ila kumbe ningekukosa. Basi alikuwa ameanza kuongea kwa hasira kiasi akiwa anarusha mate. Sikia mwanamke mshenzi, sipendi mazoea na mke wangu. Una ndoa yako, kuwa busy na ndoa yako, acha kufuatilia ndoa yangu. Basi alikuwa ameongea kwa jazba kiasi hadi mishipa ya shingo ilikuwa inamsimama. Na najua baada ya kuona hapa mke wangu umemficha huko nyumbani kwako, nasema nikikosa kitumbua mimi nitakuja kukukula wewe mshenzi kabisa. Wewe si useme tu kwamba lengo lako ni kumla shemeji yako kuliko kujizungusha hapa, alisema Mailat huko yake anacheka. Unajua tokea kwenye msimu wa kwanza huyu Mailat hajawahi kabisa kuwa serious. Mimi nimtaki huyo mshenzi wa tabia, kahaba wa zamani huyo. Mimi sio mpuzi kama nadhani. Yaani nichukue changu doa niliweke ndani mimi. Wewe lafa changu doa, mama yako mzazi sio ndugu yangu. Hamisa naye alikuwa amemjia juu basi. Anasema hivyo wakati yeye yupo na demo mpya, alafu nimekwenda kama ninajua mapenzi. Nimebambikiwa mimba na lenyewe bado ninafurahia tu kama jeho. Mtazame ule msura wake kama dekio la dhambi, alisema Mailat. Unakuja hapa na matusi yako, maneno machafu na hilo domo lako baya kama hilo. Domo kubwa kama boksi ya Kobisi. Hidaya naye alidakia. Leo basi kazi yanayo. Nyie hayahusu mafata. We shika adabu fala babako yule mwenye kipu. We shika adabu fala babako yule mwenye kipara kama barabara ya kwenda motoni. Mariam naye hakuwa nyuma. Alikutana na michambo wa basi, alijichanganya kwenye hii timu ya watu waliokuwa wamevurugwa na maisha. Yeye kama hakusikia harufu yoyote pale wala hata kuona wadudu ambao walikuwa wanazagaa kwenye meza. Kwanza yeye Muna anakuvumilia kama mimi nisingeweza kabisa. Tizama huo mtumbo kama vile umemeza dunia, alisema Joha. Muda wote Faina hakutia neno, ila alikuwa amefika meza ambayo juu ilikuwa na glasi nzito. Bila kuuliza alinyanyua hiyo glasi. Faina ni yule wa mti mkavu, kama ukimchokoza hajabadilika hata kidogo. Ngoja mtu achezeza mbata. Basi tayari kengele hatari ilikuwa imejipiga kwenye kichwa chake, hakusubiri hata kuambiwa neno, alichomoka mbio nyingi sana. Ile anatoka mlangoni, glasi nzito ilipiga kwenye nguzo ya mlango. Alikimbilia kwenye gari lake, huku glasi nyingine kimkosa mguu wake na kwenda kupiga kwenye tairi la gari. Basi alivyokaa tu kwenye siti ya dereva hakuzungumza, alichomoka kwa kasi akakosa kumgonga mtu pale nje ya mgawa. Huyu mshenzi ni yule wa miaka 6 nyuma, yule aliyenilisha chupi yake baada ya kuivua, alisema basi huku akiwa yupo kwenye mwendo wa gari uliendana kabisa na mapigo yake ya moyo. Angeniua yule mshenzi. Leo siku mbaya, Muna amenikosa na kisu, Faina kanikosa na glasi, sijui bado nani tena. Lakini kitu cha ajabu kabisa, Abasi baada ya kutoka tu kwa Faina alienda kuzungumza na Miri nyumbani kwao. Yaani ametoka kugombana na mama mtu alafu ameenda kwa mtoto mtu. Abasi rafiki yake mkubwa sana ni Miri. Yeye alikuwa anazungumza na Miri ni zaidi ya alivyokuwa anazungumza na watu wazima wenzake. Mambo yake mazito humuelezea Miri, na anaamini Miri ana ushauri mzito kuliko watu wazima 100. Walikaa kwenye bustani ya nyumbani hapo kwa Nazani. Abasi akamsimulia Miri kila kitu kana kwamba anamsimulia ni mama yake au shangazi yake au dadake mkubwa. Kumbe jamani bure kabisa eti. Sasa mbona umeleta hilo bichwa tikitiki hapa ukiwa uko hai? Miri alikuwa ameongea kionekanika yupo serious sana. Abasi alijikuta kwanza anacheka kabla hata kuuliza ufanuzi wa Miri. Kwanza sio tikitiki, ni tikiti.
Abasi alimkosoa Mili bila kujali wapo kwenye mjadala serious kiasi gani, wao kaendelea kutaniana. Ndo hivyo vyovyote vile. Yaani wewe ndo tikiti, huna mbele wala nyuma yani. Wewe Mili, mimi babako eti. Niheshimu sina mbele, yani mniheshimu sina mbele, una uhakika mimi sina nyuma, uliona au? Nikose mbele hadi nyuma. Abasi sijui hata alikuwa amesahau kama zilikuwa hizo mleta hapo zilikuwa ni shida au ni vipi, maana ni ujinga ulikuwa unaendelea tu hapo. Baba bure kabisa huyu. Yaani ina maana kwamba tikiti ukitoka mbele linakuwa ni tikiti na ukitokea nyuma pia linakuwa ni tikiti. Ina maana tikiti halina mbele wala nyuma, na ndio akili zako hizo. Hueleweki wapi mbele wapi nyuma. Abasi Joni kamtoka kama mwehu hivi. Mwanamke na miaka naye 5 sijui 6. Leo unampiga kisa penzi la siku kadhaa sijui ni miezi. Ujauzito sio wako, ila huyu mwanamke anajua kwamba shida yako ni mtoto, na hapo ndipo anapokupiga za uso. Kivipi sasa Mary? Nitakuelewesha. Kichako kilipata akili za fenesi na kuacha kuwa tikiti. Umesema familia yako inakudai mtoto, si ndio? Mary alimpiga basi vijembe kisha kashindia na swali. Ndio. Haya, nenda kawaambie familia yako kwamba umepata mwanamke, umempa mimba. Muna kachukia kaondoka. Waambie hivyo, japo kilichomuondoa Muna sio hicho, bali ni kikomo cha uvumilivu wa dharau zako wewe. Utarudi kwangu baada ya watu wako kujibu. Sawa mama. Usiniite mama, kichwa tikiti wewe. Upande mwingine wa simulizi. Mvua ikiendelea ilikuwa inanyesha kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida siku hiyo. Kana kwamba anga lenyewe lilikuwa na huzuni nzito iliyoshindwa kuizuia. Ndege kubwa ya abiria ilipokuwa imetua katika uwanja wa kimataifa wa Sayadi, radi ilipasua anga kwa kishindo kikubwa kilichotikisa vioo vya jengo la mapokezi. Watu waliokuwa ndani ya uwanja walitetemeka, wengine wakiwa wanajifunika vichwa kana kwamba walitarajia maafa yashuke hapo hapo. Miongoni mwa waliokuwa kishuka kutoka kwenye ndege ile alikuwa ni Mzee Famba, Ali Haji Famba, mtu ambaye alikuwa akiheshimiwa kuliko cheo chochote kile nchini Sayadi na hata bara zima la Bua. Alishuka taratibu akifunguliwa na mke wake. Nyuma yao wafuasi na wanafunzi wake wa kiroho, sura zao zilikuwa tulivu, lakini macho yao yalikuwa na hofu isiyoelezeka. Huyu hakuwa yule Famba wa zamani aliyewahi kupotea kwenye tamaa na dhuluma. Huyu alikuwa ni mtu aliyepitia toba kali na kuinuliwa na dua. Mzee Famba, baada ya yale yote aliyopitia kipindi cha nyuma na kuamua kutubia, ni kweli alirudi kuwa mwema sana. Hata hivyo yeye aliingia kwenye ubaya bure tu, ila kimsingi amerithi ari ya babake ambaye alikuwa ni shekhe mwenye kipawa cha tiba kwa dua, hivyo alirudi kwenye uhalisia wake. Mzee Famba alikuwa anasafiri nchi nyingi ndani ya bara la Bua kwenda kwenye dua, kuwafanyia watu dua, mtu mmoja mmoja au kwa makusanyiko. Kwa sasa hivi alizidi kuwa tajiri sana. Sio labda eti kwa kuwa anafanya dua kwa malipo, hapana. Lakini zile sadaka alizokuwa anapewa kama shukrani ndizo zilipelekea mpaka kuwa tajiri mkubwa sana. Ndani ya nchi yake ya Sayadi tayari ameshafanya makubwa mengi sana. Mojawapo likiwa ni kuwatibu mke wa rais na mtoto wa rais kwa dua zake, ambao hao walikuwa wamekatiwa tamaa ya kupona na madaktari bingwa walikuwa wameshindwa. Mzee Famba na watu wake, mara tu nyao zake zilipokuwa zimegusa ardhi ya Sayadi, upepo mkali ukavuma ghafla. Wingu jeusi likakusanyika juu ya uwanja kana kwamba lilikuwa likimsubiri. Hadi kapiga tena safari karibu sana kiasi cha kuwafanya askari wa ulinzi wajikuta wakiwa na ruka kwa tahadhari. Mzee Famba alisimama ghafla, hakusema neno, macho yake yakafumba nusu, pumzi yake ikawa nzito. Kwa sikio la kawaida usingelisikia chochote kile, lakini kwa sikio lake la kiroho vilio vilianza kumfikia, vilio vya watoto wachanga, wanawake waliokata tamaa, wanaume waliokuwa wakipiga kelele za maumivu yasiyokuwa na jina. Ilikuwa ni sauti zilizochanganyika na zikilia kwa wakati mmoja, kana kwamba ardhi yote ya Sayadi ilikuwa ipo kwenye majonzi makubwa. Sayadi haiko salama, alinong'ona kwa sauti ya chini lakini nzito, sauti ilikuwa imefanywa waliokuwa karibu yake wajihisi baridi kwenye mifupa yao. Akiwa bado amesimama pale, harufu kali ikampiga puani, harufu nzito chungu ya kuoza na damu iliyokuwa imechanganyika na kitu cha ajabu kisichoelezeka. Hakuwa na shaka hata kidogo, alitambua harufu ile mara moja. Ilikuwa ni harufu ya uchawi mweusi uliokuwa umevuka mipaka. Macho yake yalifunga kwa ghafla. Mgawa wa Faina, alisema kwa uhakika kana kwamba alikuwa akisoma ramani isiyoonekana. Ndiko kunakotoka ile janga. Bila kupoteza muda alitoa maagizo, msafara wa gari 6 za kifahari lakini aliyojaa ulinzi wa asili ukaandaliwa haraka sana. Radi zikapiga juu yao walipokuwa kiondoka uwanjani. Mvua ikazidi kunyesha kana kwamba anga lilikuwa likijaribu kuzuia safari hiyo au labda kuishuhudia. Wakati huo ndani ya mgawa wa Faina hali ilikuwa ni nzito isivyo kawaida. Harufu ile
ilikuwa imeenea kila kona, ikifanya mapafu ya washe na mioyo iwe na wasiwasi. Faina alikuwa kasimama katikati ya mgawa, macho yake yakizunguka kwa hofu iliyokuwa imefichwa nyuma ya uso wa Jasili. Pembeni yake walikuwa wenzake wakiwa naye bega kwa bega. Wote walikuwa kijaribu kwa kila walichonacho kubaini chanzo cha harufu ile, lakini kila walipokuwa wanakaribia, hewa ilikuwa inazidi kuwa nzito, kana kwamba kitu kisichoonekanika kilikuwa kikiwafuatilia. Ghafla upepo mkali ukaingia ndani ya mgawa ukiwa umebeba sauti za radi mbali. Msafara wa Mzee Famba uliwasili. Faina alipomwona mkwe wake, uso wake ulijaa furaha na faraja ya ghafla, kana kwamba msaada wa mbinguni ulikuwa umemfikia. Alimkimbilia kwa heshima na kuinama kidogo. "Baba," alisema kwa sauti iliyokuwa imetikiswa na hisia. Lakini wakati huo Hamisa akasimama kama amepigwa na butwa. Uso wake ulipauka, mikono yake ilianza kutetemeka kidogo, macho yake yakamwangalia Mzee Famba, yalikuwa yakitazama chini kana kwamba ardhi ingefunguka na kumeza. Baada ya salamu fupi, Mzee Famba hakupoteza muda, aliamua kusema alichokiona. "Hapa kuna shari," alisema kwa sauti nzito iliyojaa uzito wa miaka na hekima. "Na si shari ya kawaida, ni shari ya kishirikina. Uchawi mweusi wa kiwango cha juu sana." Maneno yale yalining'inia hewani kama laana. Kabla mtu yote hajapata nafasi ya kuuliza chochote kile, simu ya Hamisa ililia. Alichukua kwa haraka na kuweka sikioni. Alizungumza kwa dakika moja tu kisha akamkata simu. "Samahani," alisema kwa haraka akilazimisha tabasamu lisiloka. "Nimepata simu ya kikazi, ninalazimika kuondoka. Faina, nitarudi kama nitamaliza mapema au tutaonana kesho inshallah." Bila hata kusubiri jibu, alichukua mkoba wake na kuondoka kwa mwendo haraka. Mvua ikamfunika alipotoweka kizani. Mara tu Hamisa alipokuwa ameondoka, Mzee Famba akakaa katikati ya mgawa. Wafuasi wake wakachukua nafasi zao. Maneno ya dua nzito yakaanza, yakisomwa kwa sauti iliyokuwa imechanganyika, zikitingisha hewa. Vioo vilianza kutetemeka, taa zikazima na kuwaka. Upepo wa baridi ukapita ndani ya mgawa kana kwamba mlango wa ulimwengu mwingine ulikuwa umefunguliwa. Dua zilikuwa zimeanza kazi yake kupambana na uchawi mzito. Mbali na hapo, katika giza nene, Ngore Nyeusi alikuwa ameanza kuongeza nguvu za uchawi baada ya kuona nguvu zile kama zinazidiwa. Alikuwa kitokwa na jasho, macho yake alikuwa mekundu, midomo yake ilitamka maneno ya laana kwa haraka sana. Wadudu wa ajabu wenye miguu mingi, macho aliyokuwa yanang'aa gizani, walianza kujitokeza, lakini walikuwa kifa kabla hata ya kuenea. "Ongeza nguvu!" Ngora kapiga kelele. Ghafla Nduma naye alikuwa ameingia akitupa sadaka mpya, akaongeza nguvu za giza. "Rusubukaide mtum." Nduma alinena maneno yake ya kichawi, lakini hata hivyo walihisi upinzani mkali usio kwa kawaida. Dua za Mzee Famba zilikuwa zikikata kama mapanga. Kazi ilikuwa ngumu kwenye mgahawa. Kwenye mgahawa Faina, harufu ilikata kabisa. Ulichomwa udi ndio ulikuwa unanukia muda huo. Ule upinzani Mzee Famba alikuwa ameuhisi, lakini bado haikumsumbua. Alipiga dua juu ya dua. Wadudu waliotumwa walikuwa na kufa wenyewe. Kilingeni, Nduma alitabasamu kwa dharau. Jasho lilikuwa likimtoka. "Hakuna shida," alisema kwa sauti ilikuwa imejaa uovu. "Hata wakishinda hapa, wanyama wetu tayari wapo kikazi. Watu wamaliza Faina na wenzake, na huyu mzee tutamuondoa haraka sana, maana ni tatizo." Kicheko cha giza kikavuma, kikapotelea gizani, huku mvua ikiendelea kunyesha juu ya sayari. Mzee Famba alishaondoka baada ya dua. Mgawani mpaka kufika saa 1 jioni kulikuwa na lundo la wateja tena, kwa kuwa Mzee Famba alifika pale na alikuwa anaheshima, kwa hiyo ujio wake ukaongeza lundo la wateja walioamini mgawa una baraka za dua. Faina alipomua baada ya shida ile kuisha kwenye mgawa. Mida ya saa 2 alikuwa chumbani kwake akiwa na mume wake. Alimsimulia kila kitu. "Kwa hiyo shida ilikuwa nini?" Nazari alimuuliza Faina. "Ni uchawi mweusi," alivyosema baba. Nazari naye alimueleza mke wake kuhusu kwenda kwenye ulizo wa kujitolea. "Kula kabisa ndo uende. Kwa hiyo huogopi kwamba nitakufa?" "Hawezi kufa kisambwa, kwa ukenge. We ni hatari wewe. Ulipiga wale wahuni 24, unakumbuka kabisa." Familia zote zilikutana hapo kwa Faina, yani Agata, Rehema, Joha, Mairati, Shakira, Eva na Mariamu. Agata kwa sababu mume wake Roko atakuwa kwenye kuinda hivyo viumbe. Rehema naye mume wake Mkude atakuwa kwenye hayo mawindo. Mariamu naye mume wake Gora atakuwa kwenye mawindo. Lakini Shakira, Mairati, Joha wapo kwa ajili ya kupeana kampani kipindi Eva na yeye akiwa anaishi hapo hapo. Hamisa tokea alivyokuwa ameondoka kurudi. Mvua ilikata, ila baada ya kufika tu saa 6 usiku, mvua ilianza tena kwa fujo. Wingu jeusi likitanda.
Sasa kamili usiku, anga juu ya mtaa wa Kichangani kwa mzee Famba lilikuwa limejikunja kama Jalala Beach. Kiza kilikuwa kizito kupita maelezo, kiza cha ajabu kilichokuwa kimefanya hata taa za nje ya nyumba yake ya kifahari zionekane dhaifu kama mshumaa mbele ya upepo. Radi zilipiga kwa asila zikipasua mawingu mazito meusi yaliyokuwa yakizunguka anga la sayari, huku mvua ikinyesha kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida, kana kwamba mbingu zilikuwa zikimwaga ghadhabu yake yote juu ya ardhi. Ndani ya nyumba hiyo, katika ofisi ya kisasa ya dua, mzee Famba alikuwa ameketi juu ya mkeka wake wa ibada. Ofisi ile haikuwa ya kawaida. Ilikuwa imetulia, safi, kuta zake zikiwa zimeandikwa aya za Qur'an kwa maandishi ya dhahabu, na harufu ya udi na miski kijaa hewani. Hapo ndipo alipokuwa akiwapokea wahitaji dua na wagonjwa waliokuwa wamepoteza matumaini na wale ambao walikuwa wakisaka nuru gizani. Lakini usiku huo utulivu haukuwepo. Moyo wa mzee Famba ulidunda kwa kasi isiyo kwa kawaida. Kifua chake kilibanwa na hisia nzito za kiroho, hisia iliyomwambia wazi kwamba hatari kubwa ilikuwa karibu sana. Ngozi yake ilikuwa inasisimka kana kwamba kitu kisichoonekanika kilikuwa kinamwangalia kwa macho makali. Ghafla kasimama. Hii sio hali ya kawaida. Alilongona, sauti yake ikiwa nzito na ya tahadhari. Bila kusita alikuwa amefungua mlango na kutoka nje, mvua ikimpiga usoni, vazi lake jeupe lilokuwa limeloa taratibu. Wafuasi wake waliokuwa wamekaa katika vyumba vya jirani wakifanya ibada zao waliinuka kwa hofu na kumfuata kwa haraka, na ndipo alipomwona kiumbe katikati ya uwanja mkubwa wa nyumba, chini ya mwanga wa radi uliopiga kwa kishindo. Alisimama Kuku Zumba. Hakuwa kuku wa kawaida, alikuwa ni kiumbe wa kutisha, mkubwa kupita maelezo, ukubwa wake ukiwa ni sawa na nyati aliyenona. Macho yake yalikuwa mekundu yakitoa mwanga wa giza, manyoya yake meusi yakiwa yamechanganyika na rangi ya damu iliyokauka. Miguu yake ilikuwa minene yenye makucha makali yaliyokuwa yamekata mawe, na mabawa yake yalikuwa ni mapana kiasi cha kufunika nusu ya uwanja. Alikuwa ni tofauti na yule wa mara ya kwanza alipoundwa na nduma. Hiyo ni kwa sababu alikuwa anapokunywa damu ya mwanadamu alikuwa anazidi kuwa na nguvu, pia kubadilika muonekano, japo ndo alikuwa anatisha zaidi. Alipiga kelele. Sauti ya Kuku Zumba haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni mungurumo uliokuwa unapenya masikioni na kupenya moja kwa moja kwenye ubongo. Wafuasi wa Ali Haji Famba walishika vichwa vyao wakipiga mayowe, wengine wakadondoka chini kama waliokuwa wamepigwa na radi ya ndani. Damu ilianza kuwatoka masikioni kwa baadhi yao. Hata mzee Famba mwenyewe alihisi maumivu makali kichwani na masikioni, lakini tofauti na wenzake alisimama imara, miguu yake ikiwa imejikita ardhini kana kwamba alikuwa amepandikizwa humo ndani ya ardhi. Kuku Zumba akaruka kwa kasi ya ajabu, akamdaka mmoja kati ya wafuasi kwa makucha yake makubwa. Mtu yule akampiga kelele ya mwisho ya hofu, miguu yake ikaning'inia hewani, damu ikaanza kumtoka kinywani. Hapo ndipo mzee Famba alipoinua mikono yake juu. Ya Allah, alianza kwa sauti iliyokuwa imetikisa hewa. Wewe ndiye mlinzi, wewe ndiye muweza wa kila jambo. Maneno ya dua kali nzito yakaanza kutoka kinywani mwake yakikatiza sauti ya mvua na radi. Kila neno lilionekana kama mshale wa nuru uliokuwa unapasua giza. Kwa ghafla kamera zikamulika eneo hilo. Waandishi wa habari walikuwa tayari wameshawasili wakirusha tukio hilo mubashara. Taifa zima lilikuwa likishuhudia vita kati ya nuru na giza. Kuku Zumba alitetemeka. Alimwachia ule mfuasi wa Famba ambaye alianguka chini akiwa hai lakini dhaifu, huku kiumbe huyo wa giza akianza kuyumba kana kwamba alikuwa amelewa. Wafuasi wa mzee Famba, licha maumivu yao, waliinuka tena. Nguvu mpya ziliingia ndani yao. Walianza kuungana katika dua ile ile, sauti zao zikiungana kama wimbi la imani lisilozuilika. Msaidizi karibu wa mzee Famba alikimbia ndani na kurejea haraka akiwa ameshika panga lilokuwa linang'aa na maji ya baraka yaliyokuwa yamewekwa kwenye chombo cha fedha. Mzee Famba alichukua maji yale, akaendelea kusoma dua kwa sauti iliyojaa mamlaka ya kiroho. Hatua kwa hatua alimkaribia Kuku Zumba bila uoga, bila kusita. Alipomwagia kiumbe ule maji ya baraka, Kuku Zumba alipiga kelele za maumivu makali sana. Akadondoka chini kitapatapa ardhini, ardhi ikitetemeka chini ya uzito wake mkubwa. Mshikeni, mzee Famba aliamuru. Watu wake licha ya hofu wakamlukia, walikuwa wengi, mikono ikashikana. Walimkamata kwa nguvu wakimzuia asijinasue. Ilikuwa ni kazi ngumu. Kiumbe ule alikuwa ni mzito na mwenye nguvu za ajabu, lakini kwa mshikamano na imani walimtuliza. Mzee Famba alisimama juu yake, panga mkononi, mvua ikimtilika usoni, macho yake yakiwa makali yenye umakini na imani ya kimungu. Takbir, alipaza sauti. Al Akbar. Mzee Famba alisimama imara, miguu yake ikiwa imejikita ardhini kana kwamba alikuwa amepandikizwa humo ndani ya ardhi. Damu ilianza kuwatoka kinywani mwake.
Wote wakaitikia kwa sauti moja, sauti iliyokuwa imetikisa anga na ardhi. Kwa pigo moja iliyokuwa limeambatana na dua kali, mzee Famba alimchinja Kukuzumba. Damu nyeusi ikatilika ardhini, lakini alikuwa ameshikwa imara. Mwili wake mkubwa ulipoteza nguvu hadi akawa kimya kabisa. Kimya kizito kilitanda kwa sekunde chache, kisha shangwe zikapasuka. Watu waliokuwa wamekusanyika kwa mbali walipiga kelele za furaha. Raia waliokuwa wakitazama mubashara kupitia runinga na mitandao ya kijamii walishangilia wakimwona mzee Famba kama ngao ya taifa, kama nuru katikati ya giza. Ingawa bado kulikuwa kuna viumbe wengine wa ajabu waliokuwa wakitishia sayadi, ushindi huu ulikuwa ni mwanzo mzuri, mwanzo wa matumaini mapya. Alisimama kimya, alijua moyoni mwake kwamba vita halisi ilikuwa bado haijafika mwisho, lakini wangeshinda. Upande mwingine, saa 6 na dakika kadhaa usiku, katikati ya mtaa wa Minazini na mtaa wa Bwawani, dunia ilionekanika kama imeachwa na nuru. Mvua ilikuwa ikimiminika kwa hasira, matone yake mazito yakigonga ardhi kama risasi ndogo ndogo. Radi zikipasua anga kwa milipuko mikali, zikitoa mwanga wa ghafla uliokuwa ukifunua kwa sekunde tu vichochoro vya mitaa ile, miti iliyopindika kwa upepo na majengo yaliyokuwa yamesimama kimya kama mashahidi wa hofu. Watu walikuwa kwenye mavazi ya majaketi makubwa ya mvua walikuwa wanapiga doria. Naza alikuwa mbele, hatua zake zikiwa za tahadhari kali sana. Pembeni yake walikuwa Rock Mkude, Dennis Gora pamoja na wanamgambo watatu waliokuwa wamejitolea kulinda mitaa yao. Kila mmoja alikuwa ameshika silaha yake kwa makini, bastola zikiwa tayari mikononi mwa wengi, huku Naza akiwa na SMG iliyokuwa imeinama mbele kidogo, kidole chake kikiwa karibu na kifiatulio. Wagambo hao walikuwa na silaha halali za kuinda viumbe wale wa ajabu, silaha zilizokuwa zimeruhusiwa kwa sababu hatari haikuwa ya kawaida. Lakini silaha muhimu zaidi aliyokuwa nayo Naza haikuwa risasi. Ilikuwa ni maji ya baraka aliyokuwa ameyafunga vizuri kabisa kwenye chupa ndogo ya chuma aliyokuwa amekabidhiwa na mzee Famba. Kila alipokuwa anagusa alikuwa anahisi joto la ajabu, kana kwamba alikuwa yako hai. Walitembea taratibu wakipiga stori za chini kwa chini, stori za ucheshi tu ambazo kila mmoja alisikiliza kila sauti, mlio wa maji kwenye mitalo, mti ukivunjika mbali, au hata pumzi zao wenyewe. Kiza kilizidi kutanda na kuzidi kuongezeka. Ghafla sauti nzito ya ajabu ilipasua usiku. Haikuwa ya mnyama wa kawaida, ilikuwa ni mchanganyiko wa mguno wa mamba, mlio wa kutisha ikikwaruza na kilio cha kiumbe kilichokasirika. Wote wakasimama. Radi kapiga. Ndipo alipomwona kiumbe mwenyewe. Kutoka gizani alijitokeza taratibu, alitokea Dubusa. Alikuwa ni kiumbe wa kutisha kupita maelezo. Kenge mkubwa, mwili wake ukiwa mrefu na mpana kama mamba aliyekuzwa na giza. Ngozi yake ilikuwa nene, yenye magamba makubwa yaliyokuwa yanameremeta chini ya mwanga wa radi. Kama chuma kilichokuwa kimechochewa kwa damu. Kama chuma kilichochovya kwenye damu. Macho yake yalikuwa ya njano kali. Alitoa mwanga wa kifo na meno yake marefu yalijitokeza nje ya mdomo wake uliokuwa ukitoa mate meusi. Fire! Loku alipaza sauti. Risasi zilianza kulindima, bastola na SMG zikafiatuka mfululizo. Mwanga wa risasi zilimpiga Dubusa moja kwa moja kwenye kifua, kichwa, mguuni, lakini badala ya kumuumiza zilidunda kana kwamba zilikuwa zinagonga ukuta wa chuma. Cheche ndogo zilikuwa zinaruka kutoka kwenye magamba yake mwenyewe. Dubusa alipiga kelele ya hasira. Alipiga mke wake mkubwa ardhini, ardhi ikatetemeka. Mgambo mmoja karushwa hewani na kudondokea kwenye maji ya mvua. Alipiga kelele maumivu. Rudi nyuma, Naza alipiga kelele. Lakini Dubusa hakuwa anasubiri. Kwa kasi isiyo kwa kawaida, kwa ukubwa wake aliruka mbele. Mkude alijaribu kumfiatulia risasi kichwani, haikusaidia. Dubusa alimrukia. Makucha yake makubwa yakamlalua bega. Damu ikamwagika ikichanganyika na mvua. Dennis na Gora walimvuta Mkude nyuma kwa nguvu, wakijaribu kuokoa maisha yake. Pambano liligeuka kuwa la karibu. Dubusa alipiga kwa mkia, meno na makucha. Kila pigo lilikuwa ni hatari ya kifo. Mgambo mwingine akaanguka chini baada ya kupigwa kifuani na alikuwa damu, macho yake yakiwa yanafifia. Naza aliona wazi risasi hazikuwa na maana. Alichukua uamuzi wa sekunde moja. Akaweka SMG pembeni, akatoa ile chupa ndogo ya chuma. Mikono yake ilikuwa inatemeka, sio kwa hofu bali kwa uzito wa kile alichokuwa anakifanya. Dubusa alimkimbilia, mdomo wake ukiwa umefunguka tayari kwa ajili ya kumeza. Kwa jina la Allah. Naza alipaza sauti kwa nguvu, akaruka pembeni kwa ustadi wa kijeshi, kisha akamwagia maji ya baraka moja kwa moja kwenye uso na kifua cha Dubusa.
Athari yake ilikuwa ni ya kutisha sana. Dubusa alipiga kelele ya maumivu makali sana, kelele ilikuwa inazidi hata radi. Ngozi yake ilikuwa imeanza kufuka moshi, magamba yake yakaanza kupasuka, damu yake ilianza kutoka. Kiumbe yule akajitupa huku na huku akipiga mkia bila hata mpangilio, akiharibu kila kitu kilichokuwa karibu. Endeleeni, Naza alipiga kelele. Wote wakarudi kwenye silaha zao. Safari risasi zilianza kupenya kwenye maeneo yaliyokuwa yamechomwa na maji ya baraka. Dubusa alipigwa mara kadhaa, akapiga kelele ya mwisho, kisha akaanguka chini kwa kishindo kikubwa sana. Mwili wake mkubwa ulitetemeka kwa sekunde chache, kisha akatulia. Kimya kizito kilitanda. Ilibaki sauti ya mvua tu na pumzi nzito za wanaume waliokuwa bado wako hai. Japo pambano lilikuwa la kutisha, japo walishinda. Hivi viumbe kumbe ni hatari, alisema Mkude. Aso mchezo, alisema Naza. Bila hayo maji tungekufa leo, ashukuriwe mzee Famba, Gora naye alisema. Poa, wengine tuende hospitali kucheki hayo majeraha. Tutapiga simu polisi waje kutoa hicho kiumbe. Upande mwingine Minazini nyumbani kwa Faina, watu hawakuwa wamelala. Kwenye TV walikuwa wanatazama tukio zima la mzee Famba na watu kupambana na kukuzumba. Mzee Famba huyu ana chembe za unabii, alisema Eva. Yaani huyu kwa sasa hivi ukimgusa bala, bora hata umguse rais, alisema Joa. Babu yangu mimi sio kichwa tikiti kama nyie hapo, alisema Mili ambaye alikuwa yuko macho. Wewe naye kalala, utazoka shalala, alisema Agata. Lakini ghafla tu alisikilizia mlio wa ajabu kama mbwa anabweka, lakini sauti yake ilikuwa ni nzito na ya kutisha kupita kiasi. Walisema watizame baada ya kuunganisha TV na kamera za nje ambazo zilimuonyesha mbwa wa ajabu aliyekuwa anatisha kweli kweli. Bana, sasa nao wamefikiwa bana. Mama, jibu la maajabu limefika, alisema Agata akiwa na hofu. Fungeni milango vizuri, alisema Mariamu baada ya kuona mbwa wa kutisha mkubwa kweli kweli. Hebu kwanza nimuone vizuri mbwa, alisema Ade ambaye alikuwa ametoka chumbani kwake baada ya kusikia ile sauti. Wewe. Eva alimuita Ade ambaye alikuwa anatetemeka kwa hofu. Eva akimtaka Ade atulie, lakini Faina yeye alikuwa kama ajali chote kile. Alikuwa anapiga zake simu kwa mumewe akimuulizia hali. Hofu yake ilikuwa ni kwa mume wake, akihisi huenda huyo mbwa alikuwa ametokea huko alipokuwa waume zao. Mariam, Rehema, Agata, Joha na Eva walikuwa wamepoa sana. Mioyo yao yote ilikuwa inaenda mbio, jasho lilikuwa linatoka kwa hofu. Lakini Lei naye alitoka ndani akiwa na nguo zake tu za kulalia, gauni jepesi laini. Mbona kelele za nini tena hizo? Akauliza Lei huku akiwa anapiga moyo. Yaani watu wa nyumba hii bwana. Jamani, kiumbe wa kutisha amefika, ni mbwa anayeua watu, mbwa wa ajabu, ana macho mengi sana, alisema Agata. Ade akaenda kusema dirishani, kwenye dirisha kubwa ambalo lilikuwa linaonyesha nje vizuri. Japo kiza kilikuwa kikubwa, ila taa za nyumba hii zilikuwa imara. Mvua kubwa nayo haikumzuia Ade kuona nje. Reina kama amefika, alisimama na Ade kipindi Mili yeye alikuwa amebadilisha kituo cha TV na kuweka katuni. Huyu naye apokea simu, amekufa hatari au? Alisema Faina baada ya kuona Naza apokea simu. Hakuwa anajali kabisa kuhusu kiumbe ambacho kipo kwao. Huyu mbwa anafugwa na ni mbona na macho mengi kiasi kile? Huyu si anaweza kuona hata kesho huyu? Alikuwa ameuliza kipindi Lei naye akawa anasimama kwenye dirisha pembeni yake ili kumtizama mbwa huyo. Macho mengi sana lakini haoni hata aibu. Mbona anakanyaga maua? Alisema Lei bila hata kushtuka kwa jinsi jibu wa kumbu lilivyokuwa linatisha. Kafanyaje? Akauliza Faina huko akiwa anatupia simu yake kwenye sofa akiwa anasogea hapo dirishani kwa kasi. Amekanyaga maua. Faina aliona maua yakikanyagwa na jibu wa kumbu alipata moto wa balaa yani. Huyu ni mbwa nini? Kwa nini anakanyaga maua? Eti mbwa nini wakati mbwa? Alisema Faina huko akiwa anatoka kasi kwenda nje. Wewe Faina wewe, Eva na Agata na Joe alimuita Faina kwa pamoja, lakini Faina tayari alikuwa kashafungua mlango. Mvua ya upepo mkali ilipuliza maua yaliyokuwa yamevurugwa vibaya sana. Mashina yake yalikuwa yamekatika, udongo ulikuwa umetapakaa kama eneo la mapambano. Ndipo Faina alipotazama eneo hilo kwa hasira, sio hofu, sio mshangao, bali hasira ya mtu ambaye alikuta bustani yake imechezewa. Jibu kumbu naye mtizama Faina baada ya kusikia kishindo cha mlango kunafunguliwa. Aliona sio mbwa wa kawaida, alikuwa kiumbe wa kutisha kupita maelezo. Uso wake ulikuwa ni mbaya kiasi cha kuumiza macho. Macho matano yaliyopangwa bila mpangilio, mengine juu ya pua, mengine pembeni kama alama za laana. Alikuwa na miguu minne yenye kucha ndefu kali na meno kama ya mamba. Marefu yalikuwa yamejitokeza nje ya mdomo uliokuwa ukitilisha mate meusi. Ukubwa wake ulikuwa ni wa ng'ombe wa maziwa aliyenenepa. Kifua kipana, mabega mazito na pumzi nzito zilizotoa mvuke wa joto. Lakini Faina
hakuwa na chembe ya uoga. Akasimama mikono kionana, akamtazama Jibwa Kumbu moja kwa moja machoni. Alikuwa na mnyali kwa kumpandisha na kumshusha kama vile anamchamba mke mwenzake. Kisha kauliza kwa sauti ya kawaida kabisa, kana kwamba anamuuliza jirani yake aliyekuwa amekanyaga maua kwa bahati mbaya, "We mbwa, kwa nini umeharibu maua kwenye bustani yangu? Ina maana mijicho yako yote uoni au?" Jibwa Kumbu alijibu kwa kubweka kwa sauti ya kutisha. Mlio ulitikisa vioo vya madirisha na kufanya ndege waliolala juu ya miti waruke kwa hofu siku huo. Faina alikunja uso, akamnyoshia Jibwa Kumbu dole la kati. "We mpumbavu, usinipige kelele mimi hapa." Alifoka na kuuliza swali la kawaida, "Kwa nini umekanyaga maua yangu?" Kwa hasira, Jibwa Kumbu alijikunyata, akapiga hatua chache nyuma, kisha karuka hewani akimjia Faina kwa kasi ya ajabu, meno yake akiwa tayari kumlalua. Lakini ghafla, kabla hajamfikia, ni papa, paving block mbili zilimpiga moja kwa moja usoni. Jibwa Kumbu alipepesuka, akapiga kelele ya mshangao, akarudi nyuma kwa kuyumba. Huyo alikuwa ni Ade. Ade alikuwa amesimama juu ya lundo la paving blocks, yale mabaki yaliyokuwa yametumika kutengenezea mandhari ya ndani ya uzio kwa kupamba ardhi na kusafisha kupoteza mavumbi au tope. Yalikuwa yamekusanywa pembeni, sasa yakawa yamegeuka kuwa ndo silaha ya dharura. Ade alipiga kelele kwa sauti ya asili iliyochanganyika na ujasiri wa mtaa, "We mbwa, kula chuma hicho." Jibwa Kumbu aliailisha mara moja kumfuata Faina. Kwa asili alibweka tena, akibadilisha mwelekeo, akimkimbilia Ade kwa kasi, kucha zake zikipasua vipande vya paving pale chini. Lakini kabla hajafika, toa kigongo kizito kikampiga shingoni, toa kigongo kingine kikampiga kiunoni. Jibwa Kumbu akapiga yola maumivu, akajaribu kiuka. Huyo alikuwa ni Lei. Lei alikuwa amesimama juu ya lundo la kuni na matawi, yale matawi ambayo alikuwa yanakatwa mara kwa mara kwenye miti ya bustani na kutunzwa kwa matumizi ya kuni zikitokea sherehe. Leo hayakuwa kuni, ilikuwa ni silaha. Lei akasimama kifua mbele, akarusha kigongo kingine. Hapa sio kwa wanyama wasiokuwa na adabu. Au ukisikia uchi wa mnyama ndo unazungumzia uchi wako mbwa? Jibwa kajichanganya kwa uhuni wa kichangani na minazini. Jibwa Kumbu aligeuka kwa hasira kali, macho yake matano yakimulika kwa mwanga wa giza. Alionekanika kuchanganyikiwa, kutarajia upinzani wa namna hii. Kwa ghadhabu aliamua kurudi kwa Faina, lakini alipokaribia tu, mwanga mkali ukalipuka. Mkufu wa Faina, pete kwenye kidole chake na bangili kwenye mkono wake, vyote viliandikwa Allah, vilitoa mwanga mkali wa ajabu. Mwanga ule ukampiga Jibwa Kumbu kama radi ya kiroho, ukamrusha kwa nguvu na akapiga ukuta wa uzio kwa kishindo kikubwa sana. Boom! Jibwa Kumbu alianguka chini akikoroma kwa hasira sana, macho yake yakitoa chuki kali zaidi. Ndani ya nyumba, Eva, Agata, Joa, Rema na Mariamu walikuwa wanatemeka kwa hofu, lakini hofu haikuwafanya wakimbie, iliwafanya waungane. "Tumuombe Mungu jamani," alisema Joa. Walishikana mikono. Agata na Eva walianza maombi makali ya Kikristo, sauti zao zikivuma kwa nguvu. Amina, sauti zao zikipenya hewani kama vile mishale ya nuru. Rehema, Mariamu na Joa wao waliinua mikono, wakaanza dua kali, wakiomba Allah awashushie nguvu ya ulinzi. Dini mbili tofauti, lugha tofauti, lakini Mungu mmoja na mioyo ya dhati. Jibwa Kumbu alianza kuteseka kwa nguvu, akionekanika kutafuta chanzo kingine cha nguvu. Ghafla macheke matano yalipotea, matatu yakabaki mawili tu, lakini yale mawili yaliwaka mwanga mwekundu mkali wa kutisha kupita kawaida. Akapiga sauti kali sana, mlio uliopenya masikioni na ukawaumiza vichwa. Wote walishika masikio yao kwa maumivu. Maombi yalikatika, dua zikakatika. Hata Ade na Lei wakalazimika kuacha kushambulia, wakajiziba masikio yao. Jibwa Kumbu akaona fursa, lakini Faina na binti yake wao hawakuonekanika kuumizwa na zile sauti hata kidogo. Jibwa Kumbu akaamua kumwendea Lei, lakini ghafla paf, pakti ya chumvi ilimpiga usoni. Jibwa Kumbu aliluka nyuma kama amepigwa na moto. Ngozi yake ilianza kuungua, moshi mdogo ukitoka na ikaanza kuweseka na kuhangaika. Huyu alikuwa ni Miri, binti yetu mcharuko, lakini jini hazikurekera, na miaka yake 4 tu, lakini ujasiri wa mwanajeshi wa vita. Alikuwa amesimama karibu na mama yake akiwa na mfuko mkubwa uliojaa pakti za chumvi. Macho yake hayakuwa na hofu, yalikuwa na ujasiri wa ajabu kweli. Tena sio tu ujasiri, ulionekanika kama yuko kwenye mchezo wa kufurahisha tu yeye. Akarusha pakti nyingine kwa anacheka kwa sauti yake ya kitoto. "We mbwa, una tabia za mbwa tu wewe." Faina aliongea kwa ziaka. Ukisikia ex mbwa, huyo ndio ex mbwa mwenyewe sasa. Mila akaendelea bila hata kupepesa macho, alirusha chumvi nyingine. Mwanzo alikuwa na macho mengi, lakini hakuona wivu wala aibu. Je, hayo mawili ndo anaweza kuona hatari huyu? Akatikisa kichwa kidogo, kisha akasema kwa sauti ya mtu mzima,
hata haoni kama kifo chake kipo karibu. Ilikuwa ni wazi familia hii haikuwa na hofu, kwa hatari hiyo ilikuwa ni kama mchezo walioandaa wao wenyewe. Jibwakumbu alijaribu kuvuta nguvu zake zote, lakini kila alichokuwa anafanya kilimrudishia tu maumivu. Mwanga wa pete, mkufu wa bangili, paving blocks, kuni na pakti za chumvi zikamzingira kama dhoruba. Kwa mara ya kwanza Jibwakumbu alijikuta akiwa anaingia kwenye familia ya watu michaluko wasiojua kuogopa. Ndipo Joa akakumbuka ghafla maji ya baraka. Alisikia kana piga kelele, akakimbia hadi chumba cha ibada, akarudi haraka na chupa ya maji, akatoka nayo nje, akaenda kumpa Faina bila kupoteza muda. Faina akamwagia Jibwakumbu maji ya baraka moja kwa moja. Kiumbele alipiga kelele ya mwisho, mwili wake ukaanza kuzofika. Na muda huo huo Nazar alifika akiwa na wenzake. Hakukuwa na maswali, hakukuwa na mahojiano. Risasi zilianza kulindima. Safari hii Jibwakumbu hakuwa na nafasi. Mwisho wake ulikuwa ni walipigwa risasi nyingi mno na kupoteza maisha hapo hapo. Nyem kwa salama. Nazar aliuliza familia yake kipindi Mkude akiwa anamkimbilia mke wake Rehema na Gora mke wake Mariam. Roka alimwambia mke wake Agata kipindi Nazar akiwa anamkumbatia Faina wake. Kwa hiyo sie tukumbatie miti au? Aliuliza Rei. Mwenzangu, labda sie tukumbatie upepo. Alidakia Joha. Tuishie hapo msikilizaji, wa kukumbatiana mkumbatiana, ukumbatia upepo na miti, wa kumbatia miti. Sijui Miri atawajibu, sijui Miri atapo dongo gani baada ya hapo. Tuishie hapo, lakini katika sehemu hii hapa ya 6, mti wa fitina, matunda ya chuki. Nani mwenye chuki? Hamisa yuko wapi? Na kama ni Hamisa na husika, huyo mwingine ni nani? Tutapata kujua katika sehemu zinazoendelea msikilizaji. Ilikuwa ni sehemu ya 6. Director wewe nikiwa ni mimi, YouTube channel ilikuwa ni Simulizi Max, WhatsApp ni 0677062012. Tukutane hapo msikilizaji katika sehemu inayofuata kujua nini kinaendelea. Mpaka wakati huo, bye bye.